Why are saying, pass me not, O gentle Savior, in Swahili? Usini vitemoko osi Mokosi, usini pite mokosi.
matarajio yetu. Do not pass us by, Jesus. Usitupite Bwana Yesu. Visit us again. Tembelee tena. Settle every unsettled area of our lives. Kamilisha kila eneo ambalo halijakamilika maisha. Father, let the desires of your people be granted. Matamanio ya watu wako Bwana. Anyone that came here sick, heal in this service Aliyekuja today. mgonjwa apone kwenye ibada hii. Anyone that came here with any body, Yeyote aliyekuja na mzigo wa aina yote, let that body be lifted mzigo today. kaondolewe Bwana. Anyone that came here with any issue of Yeyote concern, aliyekuja na changamoto yoyote, turn it to testimonies zigeuze kwa to ushuhuda the glory of your name. kwa utukufu wa jina Send your lako. word with power. Soma neno lako In kwa Psalm 119 verse 89 in your words, Zaburi he said, 119. forever thy word is settled. Milele neno lako limekamilika. Father, let that settled word settle everyone Neno today. lililokamilika limkamilishe kila Let mmoja. that settled word settle everyone Neno today. lililokamilika limkamilishe Let kila that mmoja settled wetu. word of God settle everyone Neno today. lililokamilika la Mungu limkamilishe kila mmoja wetu To the leo. glory of your name. Kwa utukufu wa jina lako. Let your voice be heard and not my voice. Sauti yako tu isikike na si As yangu. you open the heart of your people to receive the Unapofungua word. moyo wa watu wako wapokee neno lako. In Jesus' glorious Katika name. jina la utukufu la Yesu. Thank you, Abba Father. Asante Baba. In Jesus' glorious name we are Katika praying. jina la utukufu la Yesu It is tunaomba. my year of breaking limits. Mwaka wangu wa kuvunja mipaka. Then what eyes have not seen or ear Ile heard macho hayajaona masikio kusikia. shall be your experience Ndio atakayotokea kwako all through the year mwaka 2020. wote 2020. Congratulations. Hongera. Amen and amen. Amina na Please amina. have your seat in his presence. Kae uponi mwake. Help me welcome your neighbor. Wave to your neighbor. Tell your Pungie neighbor you're mkono welcome. jirani yako, mwambie Tell your karibu. neighbor you are welcome. Mwambie jirani yako karibu. Hallelujah. Haleluya. Somebody shout a bigger hallelujah. Sasa haleluya. On behalf of Jesus, the owner of this church, Kwa niaba ya Yesu miliki wa and on kanisa behalf hili, of the president, Winners Chapel kwa niaba International, ya rais wa huduma hii, Bishop David Oyedepo, Askofu David Oyedepo, I joyfully welcome you to this covenant day of settlement. kwa furaha ninakukamilisha katika siku ya kiagano ya kukamilishwa. And God will settle you today. Na Mungu atakukamilisha I'm not wewe. hearing a settlement, amen. Kaza amina ya kukamilishwa. I say, my God will settle you today. Nasema Mungu wangu atakukamilisha In the wewe. name of Jesus Christ. Katika jina kula Yesu Kristo. Every unsettled area of your life Kila eneo la maisha yako ambalo shall halijakamilika be settled by God today. litakamilishwa na Mungu You leo. came here sick. Umekuja hapa As mgonjwa. this word go forth, Neno hili linapoendelea, Jesus will heal you. Yesu You are atakuponya. not going back with that sickness today. Hautarudi ukiwa na huo ugonjwa. I'm not hearing a louder amen. Amen. For everyone who have been part of this midst of the year revival season, Kwa kila mmoja ambaye anashiriki uamsho huo katikati ya in mwaka, prayers, in reaching out to katika souls, maombi, katika kushuhudia nafsi, expect your reward this month. tarajia thawabu yako mwezi I'm not huu. hearing a louder amen. Amen. Indeed, serving God pays. Hakika kumtumikia Mungu kunalipa zaidi. And that is our prophetic focus. Na ndio tamko letu la Serving mwezi. God pays the most. Kutumikia Mungu kunalipa zaidi. Job chapter 36 verse 11. Ayubu 36:11. If they obey and serve him, Wakikubali na they shall kumtumikia, spend their days in prosperity watapisha siku zao katika and kufanikiwa their years in na miaka pleasure. yao katika furaha. If they obey, Kama wakisikia it na is a wakitii. wisdom to subscribe to something that will prosper you, Ni hekima kukubali kitu kitakachokufanikisha, that will take away pleasures from you, kitakachoondoa mibinyo maishani but rather mwako give you pleasures. na kukupa amani au furaha. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Kaza haleluya. Our teaching series we began last week Somo letu tuliloanza wiki is iliyopita titled Serving God linasema kumtumikia Mungu and the interests of his kingdom na vile vinavyohusiana na ufalme wake pays the unmatchable. kunalipa kwa namna Serving isiyolinganishwa. God Kumtumikia and Mungu the interests of his na kingdom ufalme wake pays the unmatchable. kunalipa namna isiyolinganishwa. That is part 2A. Leo sehemu ya pili A. We continue from where we stopped last week. Tunaendelea pale tulipoishia wiki iliyopita. Hallelujah. Haleluya. I want to begin this way again Nataka nianze hivi by letting you know that serving God kwa kukujulisha kwamba kumtumikia Mungu and the interests of his kingdom na yale yote yanayohusiana na ufalme wake is a gainful adventure in life. ni tukio lenye matokeo mazuri au It's ya a faida. gainful adventure in life. Ni kitu cha faida maishani mwako. Isaiah 45 verse 19. Isaya The last 49:19. part of it, God Sehemu ya said, mwisho. he said,
I say not unto the seed of Jacob, seek ye me in vain. Sikuambia kwamba nitafute bure. To seek God is to serve God. Kumtumikia Mungu ni kumtafuta Mungu. In other words, I didn't say to winners serve me in vain. Sijawaambia washindi wanitafute There bure is au wanitumikie something I bure. have packaged for them Kuna kitu nimewawekea that can only be accessed by serving Him. ambacho kitapatikana kwa kutumika kwenu tu. Hallelujah. Hallelujah. Serving God is not a wasteful endeavor of life, Kumtumikia Mungu hupotezi muda, but is a gainful adventure of bali ni life. jambo la faida. One thing you must know Kitu kimoja cha is that kukijua God is never a user of people. kwamba Mungu hatumii watu, He is a raiser of people. yeye anainua watu. He is a maker of people. Yeye ndio anayewatengeneza In watu. Matthew chapter 4 verse 19, Mathayo 4:19 He said, follow me and I will make you. anasema nifuateni nami nitakufanya. God is still making men today. Bado Mungu anawafanya watu leo. Serve me and I will make you great. Nitumikie nami nitakufanya kuwa mkuu. Hallelujah. Haleluya. God is not trying to see how He can profit from your life. Mungu haotafuti namna ya kufaidika na maisha yako. God is not trying to see Mungu hajaribu kufanya how He can profit from your life, namna gani atafaidika kuhusiana na maisha but yako, how He can profit your life. bali anataka kufaidisha maisha yako. There is nothing Hakuna kitu that you can give to God that can make Him bigger than what He is. ambacho wewe utampa Mungu na kumfanya mkubwa kuliko alivyo leo. God does not need you to be God, Mungu hakuhitaji wewe ili awe Mungu. but you need God to be whatever you want Wewe to be. unamhitaji Mungu ili kuwa chochote He said, unachotaka except kuwa. me you can do nothing. Pasipo mimi hamuwezi kufanya lolote. Let me say it again. Nasema tena, God does not need you to be God. Mungu hakuhitaji wewe ili yeye awe If you Mungu. say you will not serve Him, Ukisema He hutamtumikia, is God. yeye ni Mungu. You serve Him, He is God. Ukimtumikia, yeye You ni backslide Mungu. today, He is God. Ukarudi nyuma leo, yeye ni He Mungu. has been God there Amekuwa Mungu before even you were born. hata kabla hujazaliwa. Nobody elected Him there. Hakuna Nobody aliyemchagua, appointed Him there. hakuna aliyemweka And nobody pale, have the power to na remove Him. hakuna mwenye uwezo wa kumuondoa. Serving Him is your profit, not His profit. Kumtumikia Mungu ni faida yako binafsi, sio ya Mungu. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. You better hear that truth. Ni heri ulisikie hilo. Nothing dwarfs whether you serve God or God, when it comes to Sisi God. tumtumikie Mungu tusimtumikie, Nothing reduces. hakuna kinachopungua kwa He Mungu. said to Moses, I am that I am. Akamwambia Musa, mimi niko ambaye If you niko. serve me, I am. Ukinitumikia If you don't niko, serve me, I am. usiponitumikia You talk niko, against me, I am. You backslid, I am. ukirudi nyuma mimi niko. You are the one that is profiting for it. Wewe ndio unayefaidika na haya yote. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. The breath you have today come from Him. Pumzi ulionayo leo yatoka kwake. That's why the psalmist says in Psalm Ndio maana 150, mtunga Zaburi Psalm akasema, 150 verse 6. Zaburi He 150 said, let mstari wa 6, everything that has breath praise the kila Lord. kilicho na pumzi kimsifu Because Bwana. breath comes from Him. Kwa sababu pumzi inatoka kwake. There is nothing you have today. God is not the reason you have it. Hakuna ulicho nacho ambacho Mungu sio sababu ya kukupatia wewe. If God remove His hand from your life a minute, Mungu akiondoa mkono wake maishani mwako dakika moja, you will see what the devil will do. utajua kile ambacho shetani atakufanyia. Somebody shout Kaza hallelujah. haleluya. You better change your mentality in service. Yeye ubadilishe mtazamo wako katika Know that kumtumikia it Mungu. is my profit. Jua kwamba ni faida yangu. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. If I may go further than that, Nikiendelea zaidi ya hapo, since you are not serving, the church have not reduced. tangu ambapo umekuwa utumiki, The kanisa church have not gone to halijapungua. extinction because you are not serving. Kanisa halijadumaa kwa sababu wewe hujaja kutumika. There's nobody that will be sent and will be waiting for that person. Hakuna mtu ambaye Including atakaa myself. huko na kwamba watu wanamgoja bila yeye It's hatuwezi. a privilege of giving to me to Kutumikia serve. Mungu ni upendeleo. It's a privilege to preach to you. Ni mimi hapa kukuhubiria ni God upendeleo. have many people that can do it more than Mungu me. ana watu wengi sana waweza kufanya bora zaidi. That's why the church cannot be stagnated because you are not serving. Ndio maana kanisa liwezi kudumua eti kwa sababu wewe It umtumikie. is your benefit to serve. Ni faida yako unapomtumikia. Somebody Mungu. shout hallelujah. Kaza haleluya. I'm not hearing a bigger Kaza hallelujah. haleluya. Understand this, Fahamu hili that God is a rewarder of labor. kwamba Mungu ni mtoa thawabu kwa He does not wanaomtumikia. just remember your labor, Yeye hakumbuki tu utumishi wako, He rewards it. bali anakupa thawabu ya And utumishi let wako. that encourage you for serving. Na hilo likuhamasishe In kumtumikia. Hebrew chapter 6 verse 10, Waebrania He said, 6:10. God is not unrighteous Mungu si dhalimu to forget your labor, your work, hata asahau kazi and yenu your labor of love. na pendo lile mnalolidhihirisha. Give it to me in New Living Translation. New Living Translation.
Hebrew I say, God is not unfair. Mungu si dhalimu He au will not forget how hard you have hata worked for him. sahau jinsi ambavyo mmemtendea kazi kwa nguvu And na kwa how bidii. you have shown your love to him. Na jinsi mlivyomwonyesha upendo By wake kwenu. caring for other Christians. Kwa kuwajali Wakristo wengine As you still do. kama ambavyo unafanya hata It's sasa. not unrighteous. It's not unfair. Sio dhalimu. Let me read it in the NIV version, New Some kwa International tafsiri Version. nyingine hiyo. It said, God is not unjust. Mungu sio mwenye He will asiye not na haki. forget your work. Hata sahau kazi And the yako. love you have shown him Na ule upendo uliomwonyesha as you have helped his people and continue to help kadiri his umekuwa ukiwasaidia watu wake na unaendelea kuwasaidia. God is not unjust. Mungu sio God dhalimu. is not unfair. Mungu sio God dhalimu. is not a man that can change. Mungu sio mwanadamu wa kubadilika. Hallelujah. Haleluya. He's a rewarder. Yeye ni mtoa thawabu. You see what he said in Jeremiah chapter 22 verse 13. Yeremia 22:13. Jeremiah chapter 22 verse 13. He 22:13. said, woe unto him that builded his house by unrighteousness and his chambers by wrong, Ole wake aijengaye nyumba yake kwa uovu na vyumba vyake kwa udhalimu. that useth his labor service without wages, Atumiaye utumishi wa wenzake bila ujira, and giveth him not for his work. wala hampi mshahara If wake. God say that if you use somebody's labor or you engage somebody in service and you didn't pay wages, Mungu anasema unapomtumia That is a mtu cost. anakufanyia kazi afu umlipi mshahara, ole kwako. and God is bound by his word, Na Mungu amefungwa kwa that's neno why lake. he will not tell you to serve and not Ndio reward. maana hata kwambia umtumikie alafu asikulipe. Let that encourage you. Hilo likutie In moyo. 1 Timothy chapter 5 verse 18, the Bible says, Timotheo wa kwanza the 5. laborer is worthy of his hire. Mkulima anastahili ujira. 1 Timothy chapter 5 verse 18. 5:18. Please walk. Tafadhali fanya You are kazi. worthy of your reward. Hapo unastahili thawabu. Somebody shout hallelujah. Kaza But haleluya. what are the profits of serving God Ni faida gani za and the kumtumikia interest Mungu of his kingdom? na yale yanayohusiana na ufalme wake? What are the blessings of service? Ni baraka zipi What are the blessings of tunazozipata kwa service? kumtumikia Mungu? We look at that last week also. We continue from that. Tuliangalia nyingine wiki iliyopita, To remind tunaendelea hapa. you what you get in service. Kukukumbusha unapata nini unapomtumikia Mungu. Number one, Moja, serving God at the interest of his kingdom kumtumikia Mungu na ufalme wake secures the future. kunaweka salama kesho yako There is au no future hatima for yako. anyone that is too proud to serve God today. Kwa yoyote mwenye kiburi ambaye hawezi kumtumikia Mungu, hatima yake si salama. Bishop Edepo said, Askofu Edepo you anasema can know what the future holds for you huwezi kujua hatima yako ina nini kesho. by what you are doing today. Unaweza kujua hatima yako ina nini kesho kwa kile You will unachokifanya hear leo. him say, Unamsikia I anasema, am not surprised of where we are. sishangai kwa hapa tulipo I would leo. have been surprised if we were not there. Ningeshangaa sana kama tusingekuwa Because he hapa. knows his input when, Kwa sababu when he looks as if nothing is working. alikuwa anajua mchango wake alikuwa anaweka You pale pale can alipokuwa anaonekana tell what the ifanani. future holds Unaweza kujua kesho yako itakuwa by what you are doing kwa today. kile unachokifanya When you leo. are sleeping during the time of planting, Wakati wa kupanda wewe unalala, don't expect to harvest in future. usitarajie kuvuna kesho. Hallelujah. Haleluya. When others are planting and you are not planting, Wakati wengine wanapanda wewe when they hupandi, are harvesting kesho in the future, wanapovuna you will not harvest anything. wewe hutavuna kitu, Because what you sow is what you will kwa reap. sababu upandacho ndicho utakachovuna. Somebody shout Kaza hallelujah. haleluya. Exodus 27 verse 25 and 26. Kutoka 23, You shall serve the Lord thy God, utamtumikia Bwana Mungu and wako, he shall bless thy bread and thy naye water, atabarikia chakula chako na maji and he yako, will take away sickness from thee, ataondoa magonjwa toka and you kwako, shall not be barren or cast hautakuwa young, tasa wala and the mwenye number kuharibu of thy mimba. days he will Idadi ya fulfill. siku zako ataitimiza. Serving God secure the future. Kumtumikia Mungu kunaweka salama hatima yako. Hallelujah. Hallelujah. I am not afraid of the future. Siogopi kesho yangu, I'm not afraid of where I'm going after here. siogopi ninakwenda I'm wapi not baada ya afraid of hapa. what is
what God holds for me in the future. Siogopi kile Mungu alichonacho kwa ajili yangu kesho. Because I know I'm not joking with God. Kwa sababu I'm najua not joking with simtani my assignment. Mungu, sifanyi I'm not mchezo playing na a lip kazi yangu, service. na sifanyi kazi ya kujionyesha. I put in my best. Ninaweka kilicho bora. I serve him in the secret and in the open. Namtumikia Mungu sirini na hadharani. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Please understand it that the future does not just happen to us. Elewa tu kwamba hatima huwa haitokei tu. We create the future by what we do today and what we try to Tunaiumba do today. wenyewe, tunaitengeneza kwa yale tunayoyafanya na tusiyoyafanya. It is we that makes tomorrow what tomorrow will Ni be. sisi ndio tunaoifanya kesho itakuwaje. The future does not just happen to us. Hatima huwa haitokei tu yenyewe. Most of the things you are enjoying today Mara nyingi vingi unavyofurahia leo are your input of ni yesteryear. vile ulivyowekeza jana. And if your future Na kama unataka hatima must be yako greater than now, iwe kuu kuliko sasa hivi, make use of now very tumia well. vizuri sasa hivi. Plant now when others are Panda planting. sasa wakati wengine Pray wanaomba. when others are praying. Omba wakati wenzako wanaomba. Win souls when others are winning Vuna souls. nafsi wakati wengine wanavuna. Otherwise, in the future, Vinginevyo kesho you'll be biting them. utakuwa unawasengenya. And you only, when you are seeing their back, when you don't see their back, you won't bite again. Na Because they will fly high. utakapokuwa huoni tena migongo yao utashindwa kuwasema, maana wamekuacha wako mbali. Because Malachi chapter 3 verse 17 and 18. Malaki 3 He said we shall return, especially verse 18. mstari wa 17 na Verse 18, he 18. said there will be a difference between those that serve God and those that serve him not. Mungu ataweka tofauti kati ya wale wanaomtumikia na wale He said there will wasiomtumikia. be a difference between those that serve God. Kutakuwa na tofauti kati ya wale watakaomtumikia Mungu na When wale others are wasiomtumikia. serving, join them. Wakati wengine wanatumika, ungana nao. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. Serving God secures the future. Kumtumikia Mungu kunaweka salama hatima yako. It doesn't matter what is happening Haijalishi nini kinatokea or what will happen in the future. na nini kitatokea When you are baadaye. servant of God, don't be afraid Unapokuwa mtumishi wa Mungu wala usiogope, because your future is already kwa secure. sababu hatima yako ni salama. Somebody shout Kaza hallelujah. haleluya. I'm not hearing a bigger Kaza hallelujah. haleluya. I'm not hearing a bigger Haleluya hallelujah. kubwa. God will discern between those that serve him and those that serve him Mungu not. atapambanua, atatofautisha kati ya wale wanaomtafuta au kumtumikia na wale We wasiomtumikia. have open-ended opportunities to serve today. Sote tuna fursa sawa ya kumtumikia leo. Serving God in praying kingdom advancement prayer. Unamtumikia Mungu kwa kuomba maombi yanayohusiana na ufalme wa Mungu. Praying for Sunday services. Ombea Praying Jumapili, for ibada God za to send His Jumapili. word. Omba Mungu atume Praying neno for lake. people to be saved. Omba watu Praying for waokoke. them to be planted in the Omba church. Mungu awapande na kuwathibitisha. You have opportunity to reach out to them. Unayo fursa ya kwenda kuwashuhudia mitaani. Today we have different medium to reach out to people. Leo tuna namna mbalimbali za kuwafikia watu. One-on-one evangelism. Kuna uinjilisti wa ana Phone kwa call ana, evangelism, kuna uinjilisti wa social simu, media evangelism, kuna mitandao, Sharing of handbill. unashirikisha You are not preaching vipeperushi. to the person, you just giving handbill. Haumhubirii mtu, mpe kipeperushi tu, I'm karibu kwa inviting Yesu you. na kukaribisha kanisani. Compelling invitation. Ukaribisho wa kumshawishi. Someone say, I can't preach to somebody. Mwingine anasema mimi siwezi But there is kumwambia mtu nobody that kuhubiria. cannot give handbill. Lakini huwezi kuto kuacha kugawa There is kipeperushi. nobody that cannot give somebody handbill. Hakuna mtu ambaye hawezi kugawa tu You vipeperushi. can send message. Unaweza kutuma ujumbe. You can use your WhatsApp page. Unaweza kutumia WhatsApp. WhatsApp group. You Kutumia. can use your Facebook Unaweza page. kutumia Facebook. You are reaching out to people. Hiyo yote unawafikia You can watu. send SMS. It doesn't Unaweza cost kutuma much. ujumbe wala ikugharimu Inviting vingi. somebody to church. Karibishe mtu kanisani. Nobody might know what you are doing. Hakuna mtu anaweza kuwa But unajua there is a unafanya God that sees nini. it in Lakini secret. yuko Mungu anayeona sirini. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Kaza haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Haleluya kubwa. Number 2, Pili, profit of serving God and the interest of the faida za kingdom. kumtumikia Mungu na yanayohusiana na ufalme Serving wake. God and the interest of Kumtumikia His Mungu kingdom na ufalme wake secure peace that passeth all knowledge. kunakupa amani ipitayo fahamu You zote. know, the gospel of Jesus is a gospel of peace. Injili ya Yesu ni injili ya amani. In Luke chapter 10 verse 5, Luka when 10:5. Jesus sent the 70, Yesu alipowatuma He 70, said, anywhere you go, say unto them, akasema popote mtakapokwenda peace waambieni, be into this house. amani iwe nanyi.
And what you sow is what you reap. na unachokipanda ndio When you are unachovuna. sowing the gospel of peace, Unapopanda injili ya amani, you have peace that passeth all understanding. utapata amani pitayo fahamu zote. Galatians chapter 6 verse 7 and 8. Wagalatia 6:7 You 8. can't sow peace and be having trouble. Uwezi ukapanda amani alafu wewe ukavuna That's magonjwa why au soul shida. winners are happy people. Ndio maana wanaovuna nafsi ni Soul watu wenye winners are furaha. joyous people. Wanaovuna nafsi ni watu wenye furaha. Soul winners have a peace that passes all understanding. Wanaovuna nafsi wana amani pitayo fahamu zote. Somebody shout Kaza hallelujah. haleluya. No matter what is happening in the world, Haijalishi nini when you kinatokea are a duniani. soul winner, you have peace. Unapokuwa mvuna nafsi una amani. You have peace. Una amani. Number 3, Namba 3, what are the profits of serving God? nini faida za kumtumikia Mungu? Serving God secure health and vitality. Kumtumikia Mungu kuna kuhakikishia afya njema na uzima. The world have faced the world's health crisis and is still continuing in many Ulimwengu nations. umepitia janga la kiafya na bado linaendelea. One of the greatest need of man is health. Moja ya hitaji kubwa sana la mwanadamu ni afya There njema. is a popular saying that health is Kuna wealth. msemo unaosema afya njema ni utajiri. Illness can take the fortune of a man, what he has Ugonjwa labored. unaweza pukutisha utajiri wa mtu wa miaka I yote. heard a story of man too, God's servant was saying, Nilikuwa that man nasikia was sick. hadithi ya mtu mmoja. He sold more than 5 houses to be well. Huyo mtu aliuza zaidi ya nyumba 5 kuja kwa He ajili was ya about kujitibia. selling the other one until Alikuwa he anataka had a kuiuza contract with this nyingine. commission. Ndipo alipokutana na huduma hii. And God settled the matter. Mungu akakamilisha They will jambo go lake. to India, go to this place, they say this is Anaenda it. huku, And anamwambia coming back, nothing will happen. Anarudi anatibiwa, hakuna matokeo. Illness can take what a man have labored years in one day. Ugonjwa unaweza kusafisha kile ambacho mtu ametaabika kwa miaka yote. Hallelujah. Hallelujah. Sickness and diseases are enemies to man. Magonjwa na maradhi ni adui wa That's mwanadamu. why it is wisdom to do what that can secure your health. Ndio maana ni muhimu sana fanya kile kitakachokuletea afya. Hallelujah. Haleluya. When you are a servant, Unapokuwa mtumishi, God is committed to take away sickness. Mungu yuko tayari kuondoa magonjwa kwako. Whether it's coronavirus, Iwe ni virusi vya corona, whether it's iwe ni HIV, ukimwi, whether it's iwe ni hepatitis, no matter the sickness, homa ya ini, He haijalishi ni said, ugonjwa. I will take away Anasema sickness. nitaondoa And God does magonjwa not kwako. joke with His Na words. Mungu hafanyi mchezo na neno lake. Somebody shout Kaza hallelujah. haleluya. There is no place you are walking in this world that you will enjoy, they will guarantee you health. Hakuna sehemu yoyote unayofanya kazi ambapo wanakuhakikishia kwamba They wataondoa might give you a magonjwa. medical allowance. Wanaweza kakupa pesa kwa ajili ya matibabu, They might even have a doctor caring for you, hata wanaweza kakuwekea daktari wa kukutibia, but your health is not guaranteed. lakini afya yako si It is salama. working for God where your Ni health is pale guaranteed. unapomtumikia Mungu ndipo anakuhakikishia afya Your health njema. move from one level of glory to Afya another. yako itaenda toka utukufu hadi utukufu. Somebody shout Kaza hallelujah. haleluya. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, 18 and Wakorintho wa 19, pili 5:17. especially in verse 18, Hasa mstari wa the Bible 18. says, Biblia inasema all things are of God, who have reconciled us Wakorintho wa himself, pili and have given us 5:18. the ministry of reconciliation, Nimewapatia huduma ya upatanisho, and that God was in Christ reconciling the world to himself, and have committed unto us the word of reconciliation. hata Mungu alitupatanisha sisi na And nafsi verse yake 20 says, Kristo akatupa we huduma ya are now the upatanisho. ambassadors of Christ. Sisi tu wajumbe wa Kristo. And in Proverbs 13 verse 17, Mithali he said, a 13:17. faithful ambassador is health. Jumbe mwaminifu ni afya. Proverbs 13 verse 17, a 13:17. faithful ambassador. Mjumbe mwaminifu ni He gave us a afya. ministry of reconciliation Ametupa huduma ya to be upatanisho. his representative here. Sisi tu And wawakilishi if we wake are hapa. faithful doing that, Na tukiwa waaminifu he kufanya said hilo, we are health. anasema tuna afya That you njema. know there is a difference between health and healing. Kuna tofauti kati ya uponyaji na Healing is afya. a state of recovering from illness. Uponyaji ni hali ya So kupona toka health kwenye is a state ugonjwa, of no lakini sickness. afya ni hali ya kutokuwa na magonjwa kabisa. Somebody shout Kaza hallelujah. haleluya. By doing that ambassadorial work, Kwa which is kufanya reconciling the world, to God, kuupatanisha ulimwengu na yeye, God is committed to take away Mungu sickness. yuko tayari kuondoa magonjwa. Health and vitality is one Afya njema na uzima of the blessings ni moja ya baraka to those that serve God. kwa wale wanaomtumikia Mungu. And I am a living witness Na mimi ni shahidi aliye that hai God can take away sickness kwamba Mungu anaweza kuondoa ugonjwa by
by serving God. unapomtumikia. Somebody shout Paza hallelujah. haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Paza And haleluya. many people listening to me today Na who wengi wanaonisikiliza have mimi been leo committed in serving God. ambao wamejitoa katika kumtumikia Mungu Over 1 year, they have never had any cause to kwa go to zaidi the hata ya hospital. mwaka, hawajawahi kuwa na Over sababu 1 ya year, they have kumeza never had any dawa, cause to take any drug as a hawajawahi result kuwa of na illness. sababu ya kumeza dawa kwenda If hospitali. I have a witness in the house, shout a bigger Kama mashahidi hallelujah. wapo, paza haleluya. But as we go on, Tunapoendelea, there are many rewards for serving God. kuna thawabu nyingi sana za kumtumikia But Mungu. what to do for our stewardship to qualify for reward? Tufanye nini ili utumishi wetu upate thawabu? I said last week that Wiki iliyopita nilisema serving God is a very sensitive thing. kumtumikia Mungu ni kitu nyeti sana. That is, it's not where you serve. Sio wapi It's not how unamtumikia, many years you have been serving. sio miaka mingapi unamtumikia, But how you serve. lakini namna gani There is a unamtumikia. way you serve, your service will not be seen. Kuna namna unamtumikia na And utumishi if wako your harvest, usikubalike, if your service is not acceptable, na kama utumishi wako haujakubalika, it cannot be rewarded. hauwezi kupata thawabu. Hallelujah. Haleluya. There is a due order. Kuna utaratibu service. uliowekwa katika There are utumishi, principles to follow ziko kanuni za kuzifuata if God must receive kama your unataka service. Mungu apokee utumishi wako. God is a God of principle. Mungu ni Mungu wa kanuni. Hallelujah. Haleluya. And if you must receive your reward, Unataka kupokea thawabu ya utumishi those wako, principles must be followed. basi hizo kanuni zifuate. You know, in Leviticus chapter 10, verse 1 and 2, I Mambo ya mentioned it. Walawi 10:1-2. Nadal and Abihu were serving God. Hao walikuwa wanamtumikia Mungu. But the Bible said they put a strange fire, Biblia inasema waliweka moto sio wa which wa he tofauti commanded them not. ambao You know, hakuwaamuru. let me start from that verse 1. Mstari wa kwanza. Nadal and Abihu, the sons of Aaron, Na took Nadab na Abihu neither wana of wa them Haruni his censer and wakatoa put fire kila therein. mtu chetezo Put yake, incense thereon and offer strange fire before the Lord, wakatia moto ndani yake, wakatia uvumba, nao wakatoa moto wa which kigeni mbele he ya Bwana, commanded them not. ambao yeye There hakuwaagiza. went a fire from the Lord, Kisha moto ukatoka hapo mbele za and Bwana, before them, nao and they ukawala, died before the nao Lord. wakafa mbele za They Bwana. were in the service of God, and they Walikuwa died before the wanamtumikia Lord. Mungu, wakafa mbele za Bwana. Hallelujah. In Haleluya. 2 Samuel chapter 6, verse 7 to 8. Samueli wa kwanza 6:3-8. 2 Samuel chapter 6, verse 7 to 8. You Samueli read wa the story kwanza 3:6-8. when they set the ark of God upon a new cart, Walipoliweka gari sanduku And la they Bwana were- kwenye gari jipya, and a man called Uzziah, na mtu alikuwa anaitwa the sons of Uzia, Abinadab, they drive the new cart. walikuwa wameweka gari jipya. And in verse 4, Mstari wa 4, and they brought it into the house of Abidan, and as they were going, in verse walipokuwa 5 now, wakienda, mstari wa 5, read it too, the ark started wobbling, lile sanduku likaanza kuyumbayumba, and Uzziah put his hand. na Uzia akaweka mkono wake kusaidia lisianguke. In verse 8, Mstari wa 8. hallelujah. Haleluya. Okay, verse 7, verse 7. 7. The anger of the Lord was kindled against Ndipo Uzziah, hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uzia, and the Lord smote him there naye for his Mungu error, akampiga huko kwa kosa lake, and he died by the ark of the hata Lord. akafa pale pale penye The ark sanduku la that Mungu. gives life, somebody died in. Sanduku naloleta uhai, mtu amekufa. And in 1 Chronicles chapter 15, Mambo ya Nyakati wa kwanza 15 verse 1 to 7, mstari wa kwanza na watatu. because after that nobody could touch it again. Kwa sababu baada ya pale hakuna aliyeweza kuligusa lile sanduku. David had prepared the place for the ark of God. Daudi alikuwa ameshaandaa sehemu kwa ajili ya sanduku la And in Mungu. verse 13 and 14, because of time, Kwa sababu ya muda, mstari wa 13 na 14. and he said, what happened that God killed Uzzah? Kile kilichotokea na kumfanya Mungu akamuua Because Uza, ye did it not at first. The Lord our God made a bridge upon us, kwa sababu hamkulichukua safari hii ya kwanza, Bwana Mungu for wetu that we alitufurikia. sought him not after the due order. Kwa maana hatukumtafuta sawasawa na sheria, After the due order. sawasawa na sheria. God have a due order. Mungu ana sheria. In government, they use the word due process. Huko wanasema mchakato. There is a serikali. due process to follow. Kuna mchakato wa kufuata. Not everybody serving God receiving the reward, Si kila mtu anayemtumikia Mungu anapokea because thawabu, the service is not received. kwa sababu utumishi unakuwa haupokelewi, And God have not changed. na Mungu There hajabadilika. is a due order for service. Kuna sheria ya And utumishi. why are we preaching this? Kwa nini tunahubiri hili? For us to make amen
ili sisi tutengeneze to serve God and be na rewarded. tumtumikie Mungu na kupata thawabu. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. Last week we said Iliyopita tukasema to serve God, for God to receive, to qualify for reward, ili umtumikie Mungu na Mungu akupe you thawabu, must serve God righteously. tumikie Mungu katika haki, You must serve God faithfully. tumikie Mungu kwa uaminifu. Your service must be from the heart. Utumishi wako lazima utoke moyoni. I heard one of the pastors, Pastor Isaac Oyedepo Mchungaji Isaac Oyedepo of nilimsikia Maryland, was preaching about it last Sunday. He alikuwa said, anahubiri kuhusiana na hilo, akasema God, that heart activity is greater to God than your activity in church. Your akasema heart yale is greater. yanayoendelea moyoni ni muhimu sana kuliko shughuli zako za What mikononi. God receives is your heart activity. Anachopokea Mungu ni Not kile your activity. kinachoendelea moyoni, sio shughuli zako And we unavyojishughulisha. continue on that line today. Tunaendelea hapo. Number 1, Moja, you must serve God cheerfully. tumikie kwa furaha. Cheerfully. Tumikie kwa furaha. The word cheerfully can be changed to joyfully. Sema mtumikie kwa furaha. Hallelujah. Haleluya. In other words, serve God with the gladness of Kwa heart. maana nyingine mtumikie Mungu kwa moyo mchangamfu. That's what Psalm 100 verse 2. Na ndicho Zaburi 100 mstari wa Psalm pili. 100 verse 2. Zaburi It says, 100 serve mstari the wa pili. Lord with gladness. Tumikie Bwana Serve kwa him. furaha. Serve the Lord with gladness. Tumikieni Bwana kwa furaha. Serving God with murmuring and complaining Ukimtumikia Mungu kwa manunguniko na malalamiko, makes our services unacceptable. nafanya utumishi wetu usikubalike. And that's where no harvest. Hapo ndipo ambapo hakuna In mavuno Joel yanakuja. chapter 11, Joel chapter 1 verse 11 and 12. Yoeli 1:11-12. Joel chapter 1 verse 11 and 12. 1:11-12 Yoeli. Hallelujah. He Haleluya. said, be ye ashamed, O ye husbandmen. Tahayarini O enyi ye wakulima, vine dressers. pigeni yowe For enyi the wheat watunza and for the mzabibu, barley. kwa ajili ya ngano na shairi, Because the harvest of the field is maana mavuno finished. ya mashamba yamepotea, The vine is dried zabibu up. umesinyaa, The fig tree languished. tini nao The umevia, pomegranate tree. na The palm tree mkomamanga also. na mtende The na apple tree. mtofaa, And even all the trees of the field. na miti yote ya withered. mashamba imekauka, Because joy is withered away maana furaha imekauka katika from the wanadamu, sons of men. katika wanadamu. The state of your heart. Hali ya moyo wako, The state of your heart hali ya moyo wako can destroy what you are doing with your hand. inaweza ikaharibu kile unachokifanya kwa mikono yako. If there is no joy from the heart, Kama moyoni hakuna furaha, what your hand is doing in the house of God will not profit. kile mikono yako inachofanya kwenye nyumba ya Mungu hakina faida. Hallelujah. Haleluya. Serving God with murmuring and complaining Unapomtumikia Mungu wa kunungunika na makes your kulalamika, service unacceptable. kunafanya utumishi wako usikubalike. And gladness have to do with attitude. Na furaha inahusiana na hali tabia. What type of attitude do you have Ni towards hali service? tabia gani unayo kuhusiana na utumishi? It is your attitude that counts in service. Ni hali tabia yako ndio ya muhimu sana katika utumishi. Most people who regard service as a burden Watu wengi wanaona utumishi kama mzigo, have never known God's intention for service. hawajawahi kuona baraka za Mungu katika And no utumishi. matter how they force themselves to Na do it, hata wakijilazimisha kutumika because they vipi, have seen it as a burden, kwa sababu kwao wanaona kama wanatumikishwa, they can't do it with cheerfulness. hawawezi kufanya kwa furaha. And you know, God loves a cheerful Na giver. Mungu anapenda anayetoa kwa moyo mkunjufu. And the Bible warns us Na Biblia imetuonya in Jeremiah chapter 27 verse 38 to 40 Yeremia 23 that should not say the burden of the Lord. He says, since ye say the burden of the Lord. 23:38. Therefore, thus says the Lord, because ye say this word, the burden Lakini of the Lord. mkisema mzigo wa Bwana, basi Bwana asema hivi, kwa sababu amesema neno hili, And I mzigo wa have Bwana, sent unto you, nami saying, nimetuma mtu kwenu you kusema, shall not say the burden of the msiseme Lord. mzigo wa Bwana. Therefore, behold, even I, Basi kwa hiyo angalieni, will utterly forget you. nitawasahau ninyi kabisa. When God forget you, who will remember you? Mungu akikusahau, nani Because atakukumbuka? you are in your heart is a burden. Kwa sababu moyoni mwako unaona kumtumikia Mungu kama mzigo. Hallelujah. When you Hallelujah. hear announcement of soul winning, Unaposikia your heart is tangazo your la wonder. kuvuna nafsi, moyoni unakasirika. You see wonder double as a burden. Unaona hii ajabu maradufu kama mzigo. Even though you can drag your leg to come, you Hata have missed kama yourself from the utajivuta Lord. kuja hapa, unajilazimisha tu. Serve God with gladness of heart. Tumikie Mungu kwa furaha ya moyo. Having a long face in service Umekwenda utumishi umenuna,
makes your service unacceptable. nafanya utumishi wako usikubalike. We must serve him cheerfully. Tumtumikie kwa furaha. You know, in Deuteronomy 28 verse 47 and 48, Kumbukumbu la Torati 28 47 48. it's even one of the curses God pronounced. Ni moja ya laana ambazo Mungu He alizitamka. said, because that servest not the Lord thy God Kwa with kuwa joyfulness hamkumtumikia and with Bwana Mungu gladness wako of kwa heart, furaha na moyo wa for the kumshukuru, abundance of all things, kwa ajili ya wingi wa vitu vyote. that shall serve thy enemies. Kwa Which hiyo the Lord utawatumikia adui zako shall watakaoleta send Bwana against thee juu yako, in hunger, kwa njaa, in thirst, kwa in kiu, nakedness, kwa uchi in the want of na all kwa things. mahitaji ya vitu vyote. Somebody say, God forbid. Sema Mungu epushie mbali. These are the cause because you are not doing it with Hizi gladness. ni laana kwa sababu ufanye kwa moyo wenye furaha. See service as a privilege Ona utumishi kama upendeleo, and always rejoice na siku zote furahi for the privilege of kwa service. ajili ya upendeleo wa There kumtumikia. are people somewhere in a hospital now Kuna watu wengine wako mahali fulani who are telling hospitali God, sasa, Lord, if I can be out of here, ambaye anamwambia Mungu, ukinitoa kwenye hiyo hospitali leo, I will serve you all the days of my life. nitakutumikia wewe siku I zote za will win maisha. soul every day. Nitavuna nafsi kila siku. That's why you that is well, Wewe ambaye ni see mzima, service as a privilege. ona utumishi kama upendeleo. Somebody shout Paza hallelujah. haleluya. Do it with cheerfulness, Fanya kwa furaha ya moyo, with smiles in your kwa face. kuchangamka na tabasamu. Number 2, 2, we must serve God willingly. tumtumikie Mungu kwa uhiari. We must serve God willingly. Tumikie Mungu kwa uhiari. 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Wakorintho wa pili 8, 2 Corinthians chapter 8 verse 12. 8:12. Wakorintho wa pili. If there be first a willing mind, it is accepted according to that which a man has, not Maana according to kama what he nia has not. ipo hukubaliwa kwa kadiri aliyokuwa nayo mtu, si kwa For kadiri your ya service sivyo to be navyo. accepted, Ili utumishi wako ukubalike, there must be a willing mind. lazima kuwe na nia au uhiari. 1 Corinthians chapter 9 verse 16 and 17. Wakorintho wa kwanza 9:16, 1 Corinthians chapter 9 verse 16 and 17. 16, 17. He said, for though I preach the gospel, Maana ijapokuwa nahubiri Injili, I have nothing to glory of. sina la kujisifia, For necessity is laid maana upon me. nimewekewa sharti. Yeah, woe is unto me Tena ole wangu mimi if I preach not the gospel. nisipohubiri Injili. For if I do this thing willingly, Maana nikiitenda kazi hii kwa hiari yangu, I have a reward. nina thawabu. But if it is against my will, Ila ikiwa si kwa a hiari yangu, dispensation of the gospel is committed unto me. nimeaminiwa uwakili. If you must have a reward, Unataka thawabu, there must be that willingness. lazima kuwe na uhiari. Serving God Tumikia Mungu with willingness kwa uhiari, is what guarantees level. ndicho Is what kinacholeta thawabu, guarantees reward. ndicho kinacholeta thawabu. Hallelujah. Hallelujah. Our labor in this kingdom must be done willingly. Utumishi wetu katika ufalme huu lazima Otherwise, it holds no utumike return kwa for us. uhiari, vinginevyo haina thawabu. And willingness is as a result of your understanding of service. Na utayari nategemea na vile unavyoelewa utumishi, Understanding of what he holds for you. kuelewa utumishi unakuletea nini. In 1 Chronicles chapter 28 verse 9, Mambo ya Nyakati wa one of the kwanza, things David told Solomon was also a kitu willing man. ambacho Sulemani alimwambia, He said, Daudi Solomon, alimwambia my son, Sulemani, know that the Lord thy God, 28:9, serve him with a perfect heart and a willing mind. A willing mind. nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu For na God nia ya searcheth all kumkubali. hearts Kwa maana Mungu and tafuta understandeth mioyo all yote imagination na of kuyatambua thoughts. mawazo yote yanafikwa. Serve God with a willing mind. Tafute Mungu kwa uhiari, Don't be coerced to serve God. usilazimishwe kumtumikia Mungu. Don't force yourself. Usijilazimishe. Let it not say, I'm not here today. Usije No. ukasema Be kwamba willing at all times to usije serve God. ukasema kwamba sipo, wamesema sipo leo. Wewe mtumikie kwa uhiari. Somebody shout hallelujah. Haleluya. And finally, Na mwisho, what more? kingine, Serve. Your service must be love motivated. utumishi wako lazima uchochewe na upendo. Your service must be love motivated. Utumishi wako lazima uchochewe na upendo au No unatokana na upendo. level of stewardship Kiwango chochote cha utumishi is qualified for reward except if it's love motivated. hakuna kiwango cha utumishi kinachokubalika isipokuwa 1 kinasukumwa na Corinthians upendo. chapter 13 verse 7 Wakorintho wa kwanza 13, in New Living Translation, New International Version. Because King James call it charity. 13:1. He said, if I Mstari wa I 3. give all I possess to the poor and surrender my body to Tena the flesh, nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, but I have not love, I tena gain nothing. nikajitoa mwili wangu ungue moto, kama You sina can serve upendo
hainifaidiki. You can serve. Unaweza ukatumika, You can be running around. unaweza kawa unakimbia huko na huko, You can be zealous unaweza kuwa na shauku in the service of God. katika kumtumikia But Mungu, if it is not love motivated, lakini kama sio inatokana na upendo, it will not hold any reward. haitakuletea thawabu And what yoyote. we mean, you are not serving God because of what He can give. Haumtumikii Mungu kwa sababu unataka akupe You nini. are serving God because you love Him. Unamtumikia kwa sababu unampenda. You are going for evangelism because of the love you have for Unaenda uinjilisti kwa sababu unampenda Mungu, God. Not because of any position, sio kwa sababu ya nafasi yoyote, not because of the reward. sio kwa sababu ya thawabu. That's why our service to God Ndio maana utumishi wetu kwa must be Mungu focused on the person of God, not on the product of God. lazima uwe katika utu wa Mungu na sio matokeo Why au people are faida. discouraged in service, Kwa nini wengi especially wanakatishwa tamaa katika when utumishi? rewards are delayed, Hasa pale thawabu or if, inapochelewa, when they don't get it when they want, ambapo hawapati pale wanapotaka. because they are serving God because of the Kwa profit nini? of Kwa sababu service. wanamtumikia Mungu kwa kutaka kitu, But a lover of God lakini anampenda does not Mungu serve God because of what God can do hamtumikii for him Mungu or kwa her. sababu Mungu But he atamfanyia or nini. she serve God because he loves Anamtumikia Mungu God. kwa sababu anampenda. And you cannot be discouraged serving your Na lover. wala huwezi kukatishwa tamaa unapomtumikia You cannot be unayempenda. discouraged. Huwezi kukatishwa tamaa. Hallelujah. Hallelujah. A time reaching the life of God's servant. Ilifika mahali katika maisha ya mtumishi wa Mungu, He told God, akamwambia Mungu, he expressed his God to, I am doing this not because of anything, akamwambia Mungu, usifanye hiki kwa sababu cha but chochote, my heart beat for you. lakini moyo wangu My unakupenda. heart is panting after Moyo you. wangu una kiu na Whether you wewe. bless or not, that does not stop Unibariki me from serving. usinibariki, halinizuii Even though you say kukutumikia. you will not answer prayers, Hata kama ukisema I hautajibu will tena maombi still yangu, serve you. bado Somebody nitakutumikia. shout hallelujah. Kaza haleluya. Please let the focus of your service Hebu shabaha ya utumishi wako be shifted from the profit of service to the person of God. isiangalie kwenye faida, bali iwe tu kwa sababu nampenda Let your Mungu. service be love motivated. Upendo wako ndio kusukume kumtumikia Mungu. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. And your service will be rewarded. Na utumishi wako utapata thawabu. When our love for God is a driving force Pale upendo wetu kwa Mungu ndio unaotusukuma behind our engagement in so many. katika utumishi wetu, katika When the kuvuna love nafsi. for God is a driving force Pale upendo wa Mungu ndio behind unaotupeleka our joining services, katika kujiunga na Service groups. vikundi vya utumishi, then it becomes undeniable profitable. basi hapo litaleta faida isiyokuwa na kikomo. There is no devil that can stop your profit Hakuna shetani wa kuzuia faida yako when the love for God is behind your wakati engagement. upendo wa Mungu unakuwa ndani yako na And ndio you know unakufanya everything in the utumikie. kingdom works by love. Kila kitu katika ufalme kinafanya kazi kwa That's why upendo. when you love God, there's no how you will not be rewarded. Ukimpenda Mungu hakuna namna ambayo hautapata thawabu. Hallelujah. Haleluya. In Romans chapter 8 verse 28 says, Warumi 8:28 all anasema things work for good kila kitu utenda kazi to them that love God. pamoja na wale wampendao. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Wakorintho wa kwanza As it is 2:9 written, kama Eyes ilivyoandikwa, have not seen, macho ears have hayajaona not heard, wala masikio it have not kusikia, entered the heart of man, haijaingia katika moyo wa the things mwanadamu which yote, God has prepared mambo ambayo Mungu for amewaandalia them that love wampendao. Him. Love for God Pendo kwa ajili ya Mungu is a secret of profitable ndio stewardship. siri ya utumishi Do wa things in kifalme. this kingdom not because of anybody, but Fanya because mambo of your katika love for ufalme God. huu sio kwa sababu ya yeyote, bali kwa sababu unampenda Mungu. Hallelujah. Haleluya. The question you should ask your heart, do I love God? Swali la kujiuliza moyoni What mwako, is the je, motive behind my ninampenda service? Mungu? Namtumikia kwa sababu gani? Hallelujah. Haleluya. And when your service is love Na utumishi motivated, wako unapokuwa unatokana na upendo, it will be rewarded. utapata When thawabu. your service is done willingly, Utumishi wako it will be unapofanywa kwa rewarded. hiari, When your utapata service thawabu. is done Utumishi wako unapofanyika with cheerfulness, kwa furaha, it will be rewarded. utapata thawabu. It's a new day for you. Ni siku mpya kwako. The grace to serve God cheerfully, receive Neema ya it. kumtumikia Mungu kwa furaha, I'm not pokea. hearing a louder amen. Tazame. The grace to serve God willingly, Neema ya kumtumikia Mungu kwa uhiari, receive it in the name of pokea Jesus katika Christ. jina la Yesu. Your love for God will not go down anymore. Upendo wako kwa Mungu It will hautapungua, be on increase in the name of Jesus utaongezeka na Christ. kuongezeka katika jina la And that Yesu. means one of the things Niseme moja ya vitu service ambavyo utumishi gives us or unatupatia grant us access to au unatuingiza is settlement. ni kukamilishwa. Look at that word settlement. Hebu angalia neno kukamilishwa. Before we talk about settlement, Kabla hatujazungumzia kukamilishwa, it means there is a covenant. ina maana kuna agano. It means there is something you have done that somebody needs to settle Ina you. maana kuna kitu umefanya, ndio maana mtu anatakiwa kukamilisha. Hallelujah. Haleluya.
In those days in my place, it's a popular word, settlement. Because most of the people goes to learn trade for somebody, work for that person. Siku hizo katika ulimwengu wa biashara ndio ilikuwa inatumika sana. Kwa mfano mtu amefanya kazi yako au biashara fulani. An agreement will be reached that you will serve this man for maybe 7 years. Na makubaliano ni kwamba unamtumikia huyo mtu kwa miaka 7. And the two families reach that agreement. Hizi familia mbili zinapatana. And there is a day of settlement. Na kuna siku when you have ile completed your ya 7 years kumalizana ya service, kukamilishana. Ukishamaliza utumishi a wako, little ceremony will be called. huyo mtu ataitwa, When the man you have served will come and say to you, ambaye huyo mtu ulikuwa unamtumikia atakuja na kukukamilisha depending au on agreement, he kukulipa. can get a shop for you and give you some goods to start your own. Anaweza akakuanzishia duka ambalo litakuwa la kwako au That is kukupa why mtaji. also one of the things that provoked settlement Moja ya vitu vinavyochochea kukamilishwa, is your service to God. utumishi wako kwa Mungu. As we talk about settlement now, Tunapozungumzia kukamilishwa sasa, let's understand tufahamu that God is ever ready to settle us. Mungu daima yuko tayari kutukamilisha. According to 1 Peter chapter 5 verse 10, I quoted earlier today, Petro wa kwanza 5:10 that nimesema every child of God kwamba kila mwana is wa Mungu ordained for timely settlement. amekusudiwa kukamilishwa. From 1 Peter chapter 5 verse 10, Petro wa kwanza 5:10, we discover that every negative situation kila hali au changamoto you mbaya are going through unayopitia touches God with the feeling of your pain. inamgusa Mungu kama unavyojisikia And wewe. secondly, that everything you are going through Na pili, kila unachokipitia wewe is meant for a moment. kimekusudiwa kiwa kwa muda kidogo If it tu. is not for a moment, Kama sio kwa muda kidogo, the Satan is behind it. basi shetani ndiye anayehusika. Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Wakorintho wa kwanza He said, for 4:17, your light affliction, maana mateso yenu which is mepesi for a moment. ni ya muda tu kitambo. And you see, 1 Peter 5:10 say, after you have suffered a while, after you have suffered a while, Nasema baada ya mkisha kuteswa kwa muda kidogo. that while means a moment. Hicho kidogo maana That yake ni kwa affliction muda is for a mfupi. moment. Hilo teso linapaswa kudumu kwa muda mfupi tu. Hallelujah. Haleluya. That is why God is here to settle you. Ndio maana Mungu yuko hapa ili If kukamilisha. that thing have passed a moment. Hicho kitu kama kimezidi muda kidogo, But it depending on how you define it. lakini inategemea na vile unavyoielezea. Spiritually, a while or a moment Kimaandiko muda au kitambo can be interpreted as an hour, inaweza kutafsiriwa kama saa moja, overnight. usiku Because mmoja. Psalm 30 verse 5 says, Zaburi 35 weeping may nasema endure for a night, kilio chaweza dumu but usiku joy kucha, cometh in the morning. lakini furaha yaja asubuhi. It might be one day, Inaweza kuwa siku moja, it must be one day, inaweza kuwa siku, but it should not be more than 3 days. lakini isizidi siku tatu. Anything that past 7 days Chochote kinachozidi siku tatu is beyond a moment. ni zaidi ya kitambo. Somebody shout hallelujah. Paza haleluya. We must recognize Tutambue that any affliction of long continuance, teso lolote lililodumu muda It's a mrefu curse. ni laana, but the good news that Christ have redeemed us from the lakini curse of habari law njema ni kwamba Kristo ametukomboa na by laana being a curse. kwa kufanyika yeye mwenyewe kuwa According to laana. Galatians chapter 3 verse 13 and Wagalatia 14. 3:13-14. That is why everyone hearing me today Ndio maana kwa yeyote anayenisikia leo is qualified for settlement. anastahili kukamilishwa, And God will settle you today. na Mungu atakukamilisha wewe Proverbs leo. 23 verse 18 says, Mithali surely 23:18, there is an end. hakika uko mwisho. Every affliction of life have an end. Kila teso la maisha lina mwisho, Every sickness have an end. kila ugonjwa una mwisho, Every challenge you are facing have kila an end. changamoto unayopitia inapaswa Surely kuwa na there mwisho. is an end. Hakika uko mwisho. And when do you want that end? Na wewe unataka lini huo mwisho? Somebody say now. Sema sasa hivi. And that end must come Na huo now. mwisho lazima ufike Every day sasa. affliction you are facing, Changamoto yote unapitia, an end have come to it. mwisho umefika leo. I'm not hearing a faithful amen. Tazame. I'm not hearing a faithful amen. Tazame. What does it mean to be settled? Namaanisha nini naposema It means kukamilishwa? to be free and liberated. Namaanisha kuwa huru, It means to have rest. na maana kupumzika. In Matthew chapter 11 verse 28 to 30, Mathayo 11. Jesus said, come unto me, Yesu akasema njooni kwangu all ye that have heavy laden, ninyi nyote msumbukao na wenye and kulemewa I will give you mizigo, rest. nami nitawapa pumziko. Hallelujah. Haleluya.
But what are the covenant terms to fulfill before you are settled? Ni masharti yapi ya kuyatimiza ili upate God is kukamilishwa? a covenant keeping God. Mungu ni Mungu anayeshika maagano. I gave you an illustration now. Nilikupa kielelezo No sasa hivi. man will settle you without fulfilling the terms. Hakuna atakaye kukamilisha mpaka utimize yale ya upande wako. The illustration I gave you about learning trade from somebody. Kielelezo nilichokupa kwa wale wanaofanya It comes kazi with kwa terms. mkataba. There are things you will do and the man will not settle you again. Kuna vitu utafanya, yule mtu atakataa kukupa yale That 7 years that mlioahidiana. have been agreed, your Yale miaka character 7 mlikubaliana and everything you mlipata. do Kila kitu must be in ulichokifanya line with the terms lazima of the agreement. kiende sambamba na That's the only masharti thing that ya qualifies you. mkataba. Ndicho kinachokustahilisha We kulipwa. have seen people that are close to 7 years. Tumeona watu wanakaribia miaka 7, One thing will happen. kitu kinatokea. Most of them, their wicked organ will set trap on them and the agreement will be Mara nyingi scattered. watu wanawekea mitego, yale makubaliano yanavunjika, In the halipo. kingdom of God also, Katika ufalme wa Mungu hivyo hivyo there are covenant requirements for yako supernatural mahitaji ya settlement. kiagano ya kukamilishwa kiungu. Many desire settlement, Wengi wanatamani but not kukamilishwa, many are ready to pay the price. sio wote wako tayari kulipa gharama. From the scriptures, we will look at few of them. Kutoka kwenye maandiko tutaangalia What machache. must I do to be settled? Nifanye nini ili nikamilishwe? Number one, Moja, you must be born again. lazima uokoke. God does not settle those he does not know. Mungu hawakamilisha sio To be wajua. settled by God, there must be a relationship. Kukamilishwa na Mungu lazima kuwe na mahusiano. There must be a relationship. Lazima kuwe na He mahusiano. said in 1 Peter chapter 5 verse 10, Petro wa kwanza the God of all 5:10. grace, after he said, who have called you unto eternal glory, had Kwa Mungu wa by neema Christ yote Jesus. aliyewaita kuingia katika If utukufu wake wa Jesus milele Christ is katika not in your Kristo. life, you are not Kama called Kristo hayuko unto eternal glory, maishani mwako bado, and you are not a candidate for settlement. na wewe unakuwa hustahili kukamilishwa. Number two, Namba 2, what must I do? nifanye nini? What are the covenant terms before I am Masharti settled? yapi ya kiagano ndipo mimi You nikamilishwe? must return back to God Mrudie Mungu. in case you have been disconnected. Labda umejitenga, mrudie You Mungu. must return back. Mrudie. Malachi chapter 3 verse 7 and 8. Malaki 3:7-8. Many are born again but they are disconnected. Wengi wameokoka lakini wameshaiacha imani. God saying to you, return. Mungu anasema Until mrudie. you are returned, it is not your turn to be settled. Usiporudi haitakuwa zamu yako Maybe kurudiwa. challenges of life have made you. Changamoto za maisha zimekufanya You are uondoke. here and there. Uko huku na huko, You are not settled in God. haujakamilishwa. You don't depend absolutely on God. Haumtegemei Mungu tu. There are things you collected somewhere. Kuna vitu ambavyo umevichukua mahali, You might even wear it in your waist. hata unaweza You might umejifunga even viunoni, put it in the hand. umeviweka mikononi. They told you that it will save you. Wamekwambia hiyo ilizi It will itakulinda, prevent you from contacting coronavirus. itakusaidia usiambukizwe na korona. God is saying return. Mungu anasema Throw rudi. away those fetish things. Toa hayo mambo yote Because if yasiyokuwa na God maana. settle you with such things, Kwa sababu Mungu akikukamilisha na hayo ulionayo, you will think it's that witch doctor that utadhani did ni it. yule mganga aliyekupa hizo ilizi ndio And God amekusaidia. cannot share his glory Na with Mungu anyone. hashirikishani utukufu na yeyote. Hallelujah. Hallelujah. I know it's not your wish to do that. Najua hukutaka kufanya The hayo, challenges overwhelm you. changamoto zilikushinda, That sickness molested you. huo ugonjwa ulikunyanyasa, You went somewhere. ukaenda mahali. God is saying return Mungu anasema rudi, and I will settle you. na mimi nitakukamilisha. Somebody shout Paza hallelujah. haleluya, Somebody shout hallelujah. paza haleluya. Number 3, 3, what must I do to be settled? nifanye nini ili nikamilishwe? You must labor in the world Fanya kazi katika neno to the point of faith. mpaka ufikie Labor mahali in ya the kuwa word. na imani. Psalm 119 verse 89. Zaburi Forever, O Lord, 119:89. thy word is settled. Neno lako litabaki Forever, imara. O Lord, thy word is settled. Neno lako linabaki kuwa Take imara. time to settle with the settled word. Kaa na neno la Mungu And your lililokamilika case will be settled. na swala lako litakamilika. Many people want to be settled, but they don't want the word. Wengi wanataka kukamilishwa lakini hawataki neno. Hallelujah. Haleluya. Anything God will do for you and I, Chochote ambacho Mungu atatufanyia mimi na it is wewe through his word. ni kwa neno He lake. settled Jacob when he sent the word. Alimkamilisha And the Yakobo word alipotuma lighted neno, upon na Israel. lile neno He likaangazisha settled Israeli. Joseph Alimkamilisha in Yusufu. Psalm 105 verse 19. Zaburi The Bible says 519. until the time his word came Mpaka wakati wa kuadia neno lake, and the word of God tried him, ahadi ya Bwana gave him ilimjaribu, responsibility and he was settled. ilimpa wajibu na In Luke chapter akakamilishwa. 5, reading from verse 5 to 6, Luka 5:5-6 he settled Peter. alimkamilisha Petro. Frustration of all night seas.
kwa mahangaiko ya usiku kucha He said, akakoma. launch into the dream. Akamwambia tuweka kilindini. Peter said, nevertheless at thy word, Petro akamwambia kwa neno lako. labor in the word. Kaa, fanya kazi katika Embrace neno. the settled word of God, and your case will be settled. Kumbatia neno la Mungu na swala lako litakamilika. Those who despise the word does not get anything from God. Wanaodharau neno huwa hapati chochote toka kwa Mungu. Somebody shout hallelujah. Haza haleluya. I'm not hearing a bigger Haza hallelujah. haleluya. Number 7. Tatu. Number 4. Be committed in building your faith, Namba 4, jitoe katika kuijenga imani yako. because it is going to come from God. Kwa sababu Faith is kama a unataka must. vitoke kwa Mungu, basi imani ni Hebrews lazima. chapter 11 verse 6. Waebrania Without faith it 11:6. is impossible to please Pasipo God. imani haiwezekani He kumpendeza that Mungu. cometh to God Yeye for amwendee settlement Mungu kwa ajili ya kukamilishwa, must believe that God, lazima aamini kwamba Mungu, that what God said about settlement, He kwamba will do kile it. Mungu alichosema kuhusiana na kukamilishwa Be atafanya. committed in building your faith. Jitoe katika kuijenga imani yako. In Hebrews chapter 4 verse 9 to 12, Waebrania 4:9 we 10. say that being settled is to have rest. But the Bible said, there remained therefore a rest Bali to the people imesalia of God. raha ya sabato kwa watu wa Mungu. For he that is entered into his Kwa maana rest, yeye aliyeingia katika raha he yake also have ceased from his own works, amemstarehesha mwenyewe katika as kazi yake, God did from his. kama vile Mungu alivyomstarehesha katika kazi Let us yake. labor therefore Basi na tufanye bidii to enter into that kuingia rest, that katika ile settlement, raha, lest any man fail after the same ili kwamba mtu example yoyote of asije unbelief. kaanguka kwa mfano huo huo wa kuasi. Unbelief can hinder your settlement. Kutokuamini kunaweza kukazuia kukamilishwa kwako. Build up your faith. Ijenge imani yako, Be committed in doing that. jitoe katika kufanya hilo. Somebody shout Kaza hallelujah. haleluya. What again must I do? Nifanye nini tena You must, to be settled, ili kukamilishwa? you must enter into a covenant to serve God. Ingia katika agano la kumtumikia It's Mungu. not poem, is a covenant. Sio ahadi, ni agano. Joshua said, as for me and my house, we will Yoshua serve the akasema Lord. mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Joshua 24 verse 15. Yoshua 24:15. You know, in 2 Chronicles, Mambo ya Nyakati wa Pili chapter 15, 15. look at the story of these great people of God. Angalia hawa watu wa Mungu. Start from verse 3. Za mstari wa 3. 2 Chronicles chapter 15 verse 3. Mambo ya Nyakati wa Pili For 15:3. a long season, Basi tangu siku nyingi Israel have not been without true God, Israeli wamekuwa hawana Mungu wa without kweli, a teaching priest, wala hawana kuhani and afundishaye, without law. wala hawana torati. But when they were in their trouble, didn't turn to the Lord of Lakini Israel. walipokuwa katika fadhaa walimgeukia Bwana And Mungu wao wa sought him. Israeli, na katika msiba wao na kumtafuta, He was fond of them. akaonekana kwao. And in those times, Hata zamani zile there was no peace to them that went out, hakukuwa na amani and to him that went in. kwake atokaye wala A kwake great aingiaye, devastation were upon ila all the fadhaa inhabitants of the kubwa country. juu ya wote wakao katika nchi. Nations were destroyed of nation, Wakavunjika and vunjika taifa city juu ya of taifa city. na juu ya mji na for mji, God did vex them with all kwani adversity. Mungu aliwafadhaisha kwa shida zote. And in verse 12, 12 verse 12, 12 and they entered into a covenant wakafanya agano to seek the Lord God of their ya fathers. kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa With baba all zao their heart, with all their kwa soul. moyo wao wote na kwa roho zao zote, And whosoever will not seek na the ya Lord, kwamba yeyote asiyemtafuta Israel Bwana Mungu should wa be put to Israeli death, atauawa, whether great or akiwa small, mdogo au whether mkubwa, man or woman. kwamba ni mwanaume au mwanamke. And verse 14, 14 and they swear unto the Lord with a loud voice, wakamwapia Bwana kwa sauti kuu with shouting, with trumpet, na and with kelele cornets. na kwa mapanda na baragumu, And Judah rejoiced at the oath, na Yuda wote wakafurahi kwa kile for they have kiapo, sworn with their heart. kwani wameapa kwa moyo And wao they sought wote God with their whole na heart. kumtafuta kwa mapenzi yao yote He pia, was fond of them. naye ameonekana kwao. And the Lord gave them rest. Naye Bwana Wonderful. akawastarehesha pande zote. When they made a covenant to serve God, Walipofanya agano la kumtumikia Mungu, God gave them rest. Mungu aliwastarehesha. You want to be settled? Unataka kukamilishwa? It's a personal covenant with God. Ni agano binafsi na Lord, Mungu. I will serve you. Mungu, nitakutumikia wewe, Come sun, come iwe rain. jua iwe mvua, When it is convenient and when it's not convenient. inapofaa na isipofaa, And God will settle you. na Mungu atakukamilisha. When they entered into that covenant, Walipoingia katika agano la kumtumikia, their problems ceased. changamoto zao And zilikoma, God gave them rest. na Mungu akawapa starehe pande When zote. roundabout means rest on every side. Starehe pande zote, pumziko pande zote. Somebody shout Haza hallelujah. haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Haleluya kubwa. And what more? Nini kingine? What must I do? Nifanye nini tena? Demand for your settlement in prayer.
Dai kukamilishwa kwako katika maombi. Demand for your settlement in Dai prayer. kukamilishwa kwako katika maombi. Hallelujah. Hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Hallelujah kubwa. Demand it in prayer. Dai katika maombi. That is what Jabez did. Ndicho Yabesi In alichokifanya. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Mambo ya Nyakati wa kwanza 4:9-10. What if Jabez didn't pray? Vipi kama Yabesi asingeomba? He could have remained the way he is. Angebaki kama alivyokuwa. No change. Hakuna badiliko. That was what Hannah did. Ndicho Hana alichokifanya. Hannah said, no, God, you must settle me. Hana akamwambia Mungu lazima Hannah went to unikamilishe. Shiloh. Akaenda Shilo. Poured out his heart to God. Akamimina moyo wake kwa Mungu. And God heard her. Na Mungu akamsikia. And God told her with Samuel. Na Mungu akamkamilisha kwa When kumpatia Samuel came, Samueli. he said, because I asked. Samueli alipokuja akasema kwa sababu nilimuomba Bwana. Many people think that they have prayed enough. Wengi wanadhani kwamba wameomba vya The kutosha. prayer I'm talking about, oh God, settle me. Maombi And that's- no, anasema sio yale that's Bwana what we call nikamilishe. praying Bwana. through. Lakini kuna kitu tunachosema kuomba Praying through. mpaka upate. It is not measured by minutes or hours. Hiyo haiangalii ni muda gani umekaa katika It's maombi. measured by engagement of your heart. Omba kwa kuhusisha moyo wako. Remember, in James chapter 5 verse 16, Yakobo the Bible said the 5:16. fervent prayer of the righteous, Kuomba kwake kwa bidii kwa mwenye the haki. effectual fervent prayer of the righteous man availeth much. Maombi ya bidii ya mwenye haki Many yafaa people are sana. tired of praying Wengi wamechoka kuomba because they prayed in a fasting. kwa sababu ameomba No, amefunga. you have to pray until something happens. Endelea kuomba mpaka upate. You see, the Bible says, as she continued praying about Hannah. Biblia inasema akaendelea First kuomba Samuel na chapter kuzungumzia 1. Hana. First Samuel read verse 17 or thereabout. She continued praying. Hana aliendelea kuomba And Eli just was watching her. na Eli alikuwa anamwangalia tu. The Bible didn't tell us how many hours she prayed. Biblia Or haituambii how many aliomba days kwa he muda gani au siku ngapi But she aliomba, prayed through lakini aliomba mpaka akapata and returned with testimony. na akarudi na ushuhuda. It's not just a pastor have told us to pray this morning. Sio It is more mchungaji than that. amesema asubuhi tuombe, basi nimeomba imetosha. You might not have all the time to pray here. Unaweza usiopate muda But wote Lord, kuomba hapa. Lord settle me. Uko kote endelea, Bwana He said, after I've nikamilishe. suffered a while, Anasema ukishateseka kwa why wakati, must this delay be up to this kwa hour? nini nachelewa Lord, mpaka you hivi say, after leo? I've suffered a while, Baada ya kuteseka kitambo kidogo, Mungu you push it in praying in tongues. unasukuma kwa kunena kwa lugha. Pray in tongues. Omba, nena kwa More than ever lugha before. Lord, you must settle kuliko me. Mungu nikamilishe, Maritally, you must settle me. kindoa I nikamilishe. am tired of this mockery. Nimechoka na maisha ya upweke, I want you to settle me nataka maritally, unikamilishe katika ndoa that I might focus in serving you. na lenga Lord, I katika am tired kutumikia. of begging people. Nimechoka kuomba watu Mungu, And you speak in tongues in capital na letter. ukanena kwa lugha kwa herufi kubwa. That's not how God will not hear you. Hakuna namna Mungu hatakusikia. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. Stand up on your feet. Simama, Stand up on your feet. simama. Hallelujah. Hallelujah. And there is an instrument of settlement, that is the communion. Na kuna zana kwa ajili ya kukamilishwa ambayo ni ushirika In mtakatifu. John chapter 6 verse 57. Yohana John 6:57. chapter 6 verse 57. Yohana 6:57. Can you give me John chapter 6 verse 57? 6:57. It says, as the living Father have sent me, I live by the Father. So he Kama that vile Baba eateth, aliye hai alivyonituma mimi, eateth me. nami ni hai kadhalika naye mwenye You know, when kunila we atakuwa are hai. partaking of the communion, we are eating Jesus. He was the Tunaposhiriki one- ushirika mtakatifu tunamla He said, he Yesu. that eateth me, Anasema yeye mwenye kunila even he shall live by me. atakuwa hai kwa mimi. The communion, among others, Miongoni mwa mengi, ushirika mtakatifu is ordained to empower believers umekusudia kumvika nguvu to mwamini live like Christ on the earth. ili tuishi kama Kristo hapa duniani. And one of the things we discover about Christ, Na moja ambavyo tumegundua kuhusiana na he Kristo, lived a servant leader life here. aliishi maisha ya kuwa kiongozi, mtumishi. That's why Philippians chapter 2 verse 5 to 7 Wa says, Filipi let this 2:5. mind be in you, Nia hii iwe ndani yenu, which was also in Christ ambaye ilikuwa Jesus, ndani ya Kristo Yesu who pia, being in the form of God, aliyekuwa kwa namna ya Mungu, thought it not robbery to be equal with God. hakuona sawa kujilinganisha But he made kuvaa, himself of no reputation. lakini akajifanya kuwa si kitu. Nobody serve God with reputation. Those who have reputation can't serve God. Wale ambao wanajiona wakubwa, wana vyeo, He hawezi took kumtumikia upon Mungu. himself the form of a servant Akavaa namna ya utumishi and was made in the likeness of na men. akafanywa kama mwanadamu. Hallelujah. Haleluya. There are few things this communion
we desire God to do, kuna vitu vichache ambavyo natamani Mungu atufanyie kupitia ushirika that mtakatifu, whatever Christ kwamba manifested chochote here, ambacho Kristo alikionyesha, because when you eat him, you manifest the same way. unapomla yeye utafanya kama alivyofanya yeye. As you partake of this communion, Unaposhiriki ushirika it will mtakatifu, empower you and I tatuwezesha mimi na wewe to serve God willingly like Christ did. kumtumikia Mungu kwa uhiari kama Kristo In alivyofanya. John 10:17, he said, I have power to lay it Ana down. 10:17 And I have anasema power to ninao take it. nguvu ya kutoa na kutoa tena. This communion will empower you Ushirika wa mtakatifu utakuvika nguvu wewe to serve God with passion like Christ did. kumtumikia Mungu kwa shauku kama Kristo He was so alivyofanya. passionate about the kingdom. Alikuwa na shauku sana kwa ajili ya That ufalme. was why he went to the temple Ndio maana alipoingia and saw hekaluni people selling and buying. akaona watu wanauza na kununua, He pushed them out. akawapiga, I said, my house shall be called the akasema house of nyumba yangu prayer. itaitwa nyumba ya And he sala. said it was written that the zeal of our house Imeandikwa shall kwamba consume wivu wa Bwana umenila. me. This communion will empower us Ushirika wa mtakatifu utatutia to be nguvu tireless witness like Christ. kuwa mashahidi tusiochoka Tireless kama witness. Kristo, kuwa He was mashahidi going tusiochoka. about preaching Alikuwa everywhere. anaenda huko The na kwa kihubiri, mountains are everywhere. milimani, mabondeni, kila Even mahali. on the cross, Hata katika msalaba he won a soul. alivuna nafsi. Hallelujah. Haleluya! That thief that they hang together, Yule mwizi aliyekuwa ametundikwa today, msalabani naye I will be with you in paradise. akasema, leo nitakuwa na wewe He was tireless. enzini. Alikuwa hachoki. Hallelujah. Haleluya! This communion will empower us Ushirika wa mtakatifu utatutia nguvu to sisi serve faithfully like Christ did. kumtumikia kwa uaminifu Mungu kama Kristo alivyofanya. Hebrew chapter 3 verse 1 to 3. Waebrania 3:1-3. Hebrew chapter 3 verse 1 to 3. Waebrania He said, 3:1-3. wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, Kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kuushiriki mwito wa consider the mbinguni, apostle mtafakarini and the sana high mtume priest of our na possession, kuhani our mkuu wa profession, maungamo yetu, Christ Jesus, Yesu, who was faithful. aliyekuwa mwaminifu, To him that appointed him, kwake yeye aliyemwekewa, as also Moses was faithful of aliyemweka all his kama house. Musa alivyokuwa katika nyumba yake yote ya Mungu. This communion will empower us Ushirika wa mtakatifu utatupa to nguvu serve God with strength and ya vigor, like kumtumikia Christ did. Mungu kwa nguvu bila kuchoka kama Kristo. And this communion Na ushirika wa will mtakatifu empower every one of us utamwezesha kila mmoja wetu to serve God with wisdom, kumtumikia Mungu kwa hekima as Christ served God. kama Kristo alivyofanya. And finally, Mwisho, this communion will empower us ushirika wa mtakatifu utatuweka, to utatupa finish nguvu strong in the race like Christ finished strong. kumaliza mbio hizi salama na kwa ujasiri kama Kristo. You shall finish strong. Utamaliza kwa nguvu na This is salama. the desire, our desire today, and not just here, Haya in all ndio our churches matamanio worldwide. yetu That ya anywhere we are gathered duniani worldwide, kote, popote tulipokusanyika, these are what we expect from this communion. haya ndio tunatarajia katika ushirika mtakatifu. Maybe you have been serving unfaithfully. Labda wewe umekuwa ukimtumikia Mungu You have been serving visivyo, with murmuring. unamtumikia Mungu kwa manunguniko. And the solution have come. Leo jawabu And limekuja, that is the communion. na ndio ushirika It's mtakatifu. an instrument of settlement. Ni zana ya And kukamilishwa, God will settle you today na Mungu atakukamilisha wewe leo via this communion. kwa ushirika huu mtakatifu. Somebody shout a louder amen. Tazame, Wave your hand and appreciate God. punga mkono wako, mshukuru Mungu. Jesus, we thank you. Bwana Yesu nakushukuru. Jesus, we give you all the Bwana glory. Yesu nakupa utukufu wote, Jesus, we celebrate you. tunakusherehekea Thank him Yesu. for his word. Asante kwa neno When you lako, thank him, you commit him to mshukuru do. kwa neno lake, mshukuru, When you thank him, mshukuru, when you thank him, you commit him to shukuru, do. unamwajibisha yeye atende zaidi. Oh, yakata laba katedia balabala bosala balaba. Alia baba sakatedia basulia balabalaba. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. I will give you a little time to pray Nitakupa nafasi ya because you kuomba, must make a demand for your kwa settlement. sababu lazima umwambie kile unachotaka kukamilishe, Standing on the word of God. ukilisimamia neno la You know, the Mungu. prayer God cannot ignore. Maombi ambayo Mungu hawezi kuyadharau His prayer prayed according to the word ni of God. maombi yaliyoombwa sawasawa na neno The la Mungu. prayer you pray reminding God of his word. Maombi unayoomba ni kumkumbusha Mungu neno lake, Reminding God of his word. unamkumbusha Mungu neno lake. Hallelujah. Haleluya! And I want everyone to profit in this prayer today. Nataka kila mmoja wetu apate faida ya maombi haya, But you must be born again. lakini kwanza lazima And I uokoke, want everyone to be settled by na God. nataka kila mtu akamilishwe na Mungu. You need to be settled. You have suffered a lot. Umeteseka sana, unapaswa You have been kukamilishwa weeping sasa. a lot. It's time to be settled. Umekuwa ukihangaika vya kutosha, imefika wakati wa But the kukamilishwa. question is, does God knows you? Swali ni je, If Mungu you don't anakujua? have Jesus in your life, he does Kama not know. huna Yesu maishani mwako, au And I want to kukamilishwa. give you opportunity to Nataka surrender to nikupe him. fursa ya kumpa Yesu maisha yako. I want to give you opportunity. Nataka nikupe You fursa. might be a teenager. Timothy got born again at the tender age, and it helped
Unaweza kaa kijana mdogo. Timotheo aliokoka akiwa bado mdogo kabisa. As a younger age, became a bishop. Akiwa mdogo akawa askofu. As he was tutored by Apostle Paul. Kwa sababu alilelewa na mtume Paulo. Hallelujah. Hallelujah. If you can know your left and right, kama unaelewa tu mema na mabaya, you will know that you are not in Christ. utajua kwamba You know wewe that the things you are hauko doing Kristo. are not. Unajua unayoyafanya hayampendezi Mungu. It's time to surrender your Ni life. wakati wa kumpa Yesu maisha yako. Everyone who wants to surrender to Jesus, Wewe unayetaka kumpa Yesu and maisha everyone yako, who wants to rededicate his or her life na to wewe Jesus, uliokuwa umeokoka alafu ukarudi under the nyuma, sound of my voice today, unasikia sauti yangu I leo, want to pray for you this nataka hour. nikuombee wewe As I sahihi, always do, kama ambavyo siku zote put your nafanya. hand on your chest. Let me pray Weka for mkono you. wako wa kulia kifuani. I want to pray for you. Wewe ambaye hujaokoka You want unataka to surrender to kuokoka, Jesus? uliokoka Or you ukarudi want to nyuma, rededicate your life to unataka Jesus. kuokoka. You are two set of people. Nye And aina I'm mbili going ya to pray you. watu. Wewe Put your hujaokoka, hand on your chest. unataka kuokoka, And- uliokoka ukarudi nyuma, And God weka will- mkono wako wa kulia And God will kifuani say to you. na Mungu And atakukamilisha. if you have done that, come, let me pray for Na you. kama umefanya hivi, njoo mbele, Come, let me pray for njoo you. mbele nikuombee. Whether you are at the gallery, Uwe umekaa juu, whether you are here, please come. umekaa hapa chini, njoo God bless you, mbele, brother. Thank njoo you. mbele. Mungu akubariki. Wherever you are there. Come, Popote come. ulipo, waiting unajua for you. kabisa hujaokoka, I'm waiting for you. uliokoka I ukarudi won't do nyuma, nothing until I njoo pray for you. mbele, Come. njoo mbele, Come, come, njoo come. mbele, njoo Jesus mbele. is calling you this Yesu hour. anakuita saa He hii. brought you here to settle you. Come. Amekuleta ili He akukamilishe. brought you here to settle you. Amekuleta ili Don't go akukamilishe. back here with that sin. Usirudi ukaendelea na The devil dhambi. wants to deceive you Shetani anataka He want to keep kukudanganya. you Anataka in bondage. kufunga, endelee kukufunga. But Jesus brought you. He said, come Yesu unto me, amekuleta. all ye that are heavy laden, Amesema njooni and I will kwangu give you rest. ninyi nyote Take mnaosumbuka that step and na come. kulemewa na mizigo. Come. Jesus is Chukua saving souls hatua, today. njoo mbele. Jesus is saving soul. Come. Yesu anaokoa. Wherever you are, I'm still waiting for you. Popote ulipo na You are the kungoja. gallery. Please come. Take that step Umekaa and huko come. juu, njoo The mbele. Holy Ghost is ministering to you Roho now. Mtakatifu anakuhudumia The Holy wewe. Ghost is ministering to Roho you. Mtakatifu anakuhudumia You see, wewe. that is where your blessing will begin. Hujaokoka unataka Because kuokoka, until you are saved, your life is uliokoka not safe. ukarudi nyuma, kwa Come. sababu usipookoka People maisha of yako God, sio clap your hand for salama. Jesus. Pigie Yesu makofi Come, I'm still kanisa. waiting for you. I'm still Bado waiting for you. nakungoja wewe, I'm still waiting for you. nakungoja wewe ambaye I'm still waiting haujaokoka, for you. nakungoja wewe uliokoka Take that ukoka step ukarudi now. nyuma, njoo Take mbele, that step. Take njoo that step mbele, and come. njoo mbele. You want to rededicate your life to Jesus. Come. Ulirudi nyuma, unataka kutengeneza maisha yako Let na me pray Yesu, for you. njoo mbele And your life will never na remain the maisha same. yako yatabadilika. Maybe you are watching this service anywhere. Labda Please unaitazama ibada hii take a popote, step from where you are and surrender popote to ulipo, Jesus. na wewe weka mkono wako wa kulia And your kifuani, life will never na remain the maisha same. yako hayatabaki They kama are still yalivyo. coming. They are still coming. Bado Come. wanakuja, njoo mbele. Clap your hand. They are coming. Pigie Yesu makofi. They are coming. Wanakuja. Jesus, Bwana Yesu, thank you for saving these ones. Come. asante kwa kuwaokoa I'm still hawa waiting for you. na kungoja wewe You bado. might be a teenager and the Holy Ghost is ministering to you. Unaweza Come. kuwa kijana mdogo, lakini Roho Mtakatifu anakushuhudia utoke mbele. Njoo mbele God bless you. na Mungu akubariki. Somebody shout a louder amen. Amen. Please have your seat. Wengine tukae. Say this prayer after me. Wewe uliyekuja hapa mbele, Say, rudia Lord. maneno haya. Say, Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu, I've come to you this morning. ninakuja kwako asubuhi ya leo. I know I am a sinner. Najua mimi ni mwenye dhambi. Forgive me my sin. Nisamehe dhambi zangu zote. Wash me by your blood. Nioshe kwa damu yako. I know you died for me. Najua ulikufa kwa ajili yangu, And on the third day, na siku ya tatu you rose again ukafufuka that I might be saved. ili mimi niokolewe. Today I receive you Leo ninakupokea wewe as my Lord kama Bwana and personal Savior. na Mwokozi wangu. Come and take your place in my life. Ingia na uchukue nafasi yako maishani mwangu. I declare today Natamka leo that I am now born again. kwamba sasa nimeokoka. Jesus, Bwana Yesu, thank you for saving my soul. asante kwa kuniokoa In Jesus' name. katika jina la Yesu. Father, thank you for saving Amen. these ones. Baba, asante kwa kuwaokoa I hawa. cover them with the blood of Jesus. Ninawafunika kwa damu ya Yesu. They have come here unashamedly. Wamekuja bila kuona haya. Settle them today. Wakamilishe leo.
any one of them sick, I command that sickness to Yeyote leave their kwao body aliye now. mgonjwa na amuru Any one ugonjwa of them ondoke that mwilini came with sasa. any burden, Yeyote ambaye amekuja na that mzigo burden wote, is lifted huo now. mzigo umeondolewa In sasa the name of Jesus katika Christ. jina kuu la Yesu Kristo. It is done. Imeshakuwa. Congratulations. Hongera sana. Congratulations. Hongera The sana. grace that saved you will be with you. Neema iliyokuokoa Follow our itakutunza. church officials. Nenda na wale watumishi tafadhali. People of God, stand up on your feet. Watu wa Mungu tusimame. Stand up on your feet. Tusimame. Stand up on your feet. Tusimame. You are going to make a demand. Utakwenda kuomba sasa. Pray as if you are the only one here today. Omba kama vile uko peke yako tu hapa. You see, the kind of prayer Hannah prayed, Maombi ambayo Hana aliomba, Eli have not seen somebody pray like that. Eli hakuwahi kumwona mtu akiomba vile. The kind of prayer Jabez prayed. Maombi ambayo Yabesi aliomba, The Bible recorded the wordings of the prayer. He said, oh Lord, that thou would have blessed me. and Biblia enlarged my inasema, cause." amesema lau Bwana ungenibariki na kuniongezea panua Somebody that hozi yangu. everybody was laughing at. Yule mtu ambaye alikuwa anachekwa na kila mtu, And the introduction changed. na hadithi yake ikabadilika. Jabez is more honorable. Yabesi aliyekuwa na He became heshima honorable kuliko nduguze wote because he prayed. kwa sababu aliomba. That desire settlement. Hicho unachotaka Mungu akukamilishe nacho, Demand it on the door prayer. mwambie Mungu katika You are not maombi. talking to me, you are not talking to your neighbor. Hausemi na mimi wala usemi na jirani You are yako, talking to God. unasema na Mungu. Lift up your voice. Ni now. nini unataka kukamilishe? demand for your Mwambie desire Mungu, settlement. mwambie Mungu Make hicho a unachotaka demand. Is kukamilishe. it marital settlement? Je, ni ndoa? Is it financial Je, settlement? ni kifedha? Is it miracle children Je, ni settlement? watoto? Is it terminating everything Je, ni that does kukomesha not look like God in kila your life? ambacho hakimwelekea People akifanana of God, Mungu? pray to your Father. Omba kwa baba yako, He is here to settle yuko you. hapa ili When we akukamilishe. call it covenant day of favor, he answers. Tunapoita siku Healing, ya he kibali, answers. anajibu. Settlement is today and it Ponyaji. must answer in your Leo ni life. kukamilishwa na It lazima must ijibu answer kwako. in your life. Lazima ijibu It kwako. must answer in your Lazima life. ijibu Lord, kwako. settle me. Omba kwa He said, kumaanisha. after I have suffered a Sema while, baada ya kuteseka kitambo, everything or every affliction of long kila continuance teso lililokaa muda is mrefu a cause. ni laana. Lift up your voice. Lord, Inua settle sauti me. yako, Bwana nikamilishe. Oh, Jacob said, I won't let you Yakobo go akasema sikuachi except you bless me, mpaka unibariki, except you settle mpaka me. unibariki. Le katalabalabalabalabu Omba, shalaba. omba. Elia baba salabalabo shalabalabo shalabalaba. Elia baba labalabo shakata labalabalaba. Alia kateke tolobo shialabalaba. Alia baba labalabo shalabalaba. Elia baba shakateke talaba. Allah baba shalabo shalabalabalabo shalaba. Alia baba shalabo shalabalabo liaba. Lia baba. Lord, settle every unsettled area of our life. Settle your people, Jesus. Lia kaba. Is somebody praying? Lord, I demand my settlement. Lord, I demand my settlement. Bwana nikamilishe. Oh, he said you will settle me. Bwana umesema By utanikamilisha. your word, Kwa settle neno me. lako By nikamilishe. your word, Kwa settle neno me. lako nikamilishe. By your word, Kwa settle neno me. lako nikamilishe. By your Kwa neno word, lako settle me. nikamilishe. Ah, blakababa. Eketeke toko toka talaba. Elia baba kateke toko toka talaba. Alia baba sekia talaba labo. Ebala bala braka tekia talaba. Alia baba salaba katokata. Eketeka brakato. Ebraka tegna lobo. Ebalando brekata laba. Alia kata braliaba. Ayala baka tekata balia. Alanda kaba leba katoliaba. Lord, settle me. The same God that settled Jabez is still alive. Oh, he's the same yesterday, today, and forevermore. Yule yule jana leo na Demand milele. your settlement. Aliyemkamilisha Demand Yabesi. your settlement. Mwambie If kukamilishe. you are not tired of where you Kama are, hujachoka hapo where you ulipo, are is tired of you. hapo ulipo pamekuchoka. Oh, brakababa. Mwambie Bwana Your nikamilishe. life shall reflect the glory of Maisha God, yako not otherwise. yataonyesha utukufu wa Mungu. Alabakatobrelaba. Ekiatakaba. Alianda katakata. Alia bakatoba laba. Alaba baba bakate katalaba. Ekate katalaba. Ebrakateke tolabaraboli abalaba. Alia baba kateke telia balabalaba. Alia ba laba laba. Alababa. Is somebody crying to God? Omba, Hannah cried omba. and returned with Hana Samuel. akalia na God akarudi na settled her Samueli. with Samuel. Mungu akampa Cry Samueli. unto God. Cry Mwambie unto God. Mungu, mlilie Cry Mungu. unto God. Mwambie Cry hicho unto God. unachotaka kukamilisha. Cry unto Mwambie God. Mungu hicho unachotaka kukamilisha. Brakabo. You must not go back with that sickness today. Usirudi na God huo will settle ugonjwa you with your leo. healing. Mungu akukamilishe You na must not go uponyaji. back with that burden. Usirudi na huo You mzigo. must be settled today. Ukamilishwe You leo. must be settled today. Ukamilishwe leo. Oh, Brakaba.
That lack and want is over uko today. kuhitaji na Lord is kukosa settling you financially. kumeisha leo. Mungu akukamilishe kifedha. Alababala brakatobe. Ekete kata la brakatoloboshi alaba. Ayala brakatobelia. Lord, settle me. Lord, settle me. Lord, settle me. Bwana nikamilishe. Ayaka bala basolebo. Ekete keto kota laba. Ayanda kabala balaba. Settle me, Jesus. Bwana Yesu Is somebody nikamilishe. crying? Omba. Is somebody crying? Omba. Nobody will pray for you the way you pray Hakuna for atakaye yourself. kuombea kuliko Talk to your heavenly unavyojiombea Father. mwenyewe. He's a God that answers Ni prayer. Mungu anayejibu Oh, maombi. blind Bartimaeus Omba, cried. kipofu Said, "Thou, Bartimayo Jesus, son of akalia David, akasema, have Yesu mercy on mwana me." Daudi ni rehemu. And he was Na settled. akakamilishwa. Blindness gone. Ah, Brakabo. Omba. Oh, the same Jesus is here today. Yesu yule yule yuko hapa Lekato leo. labakate kata. Ebrakato bala. Alabala brakato lobo shalaba. Ekiata labalabo shalaba. Are you not tired of singlehood? Je, Lord, hujachoka settle huo me, Marita. ukapera? Are Mwambie you not Mungu tired of nikamilishe begging money? katika ndoa. Lord, settle me. Haujachoka Lord, settle me. kuombaomba pesa. Lord, settle Mwambie me. Mungu Lord, nikamilishe. settle me. Imetosha sasa. Abrakabo shiaba. Alando brekata kato. Ekiata kabalaba. Aya laba baba bala. Eketoka talaba. Leketoka tola balaba. Labra ketoliaba. Settle me. Let that peace in my home be restored. Settle me in my academics. Mwambie Bwana Settle nikamilishe me in my kwenye career. masomo yangu, Lord, I am kwenye tired of taaluma that level yangu. I am in that Bwana domain. nimechoka. Settle me. I Nikamilishe. must change level. Nikamilishe. Oh, yakatala brakatolia. I must change level. I must change level. Nibadilishe viwango. Oh, bakata. Eluba, alanda kata. Ebrakatolobo. Ebakate katolobo. Ebalabo shalabalaba. Alia baba shelebo shalabalabo shalaba. Alia baba sholobo. Ela baba baba alia baba. Alaba kata katoleba. Lord, settle me. Bwana Lord, settle me. nikamilishe. Bwana Lord, settle me. nikamilishe. Bwana Lord, settle nikamilishe. me. Bwana nikamilishe. Alaba sholobolia. Aba kate kiatalaba. Elaba laba katelia balaba. Cry unto God for settlement. Lilia Mungu In your mwambie area of kukamilisha. concern, Katika unto changamoto God. yote. Cry unto God. Mwambie kukamilisha. Spiritually, maritally, Kiroho, family, business, kindoa, health. In kibiashara, any area you desire familia, settlement. eneo lolote. Spiritually, Kiroho, maybe one leg in, one leg out. labda uko mguu mmoja ndani Maybe mwingine nje. when you want to go forward spiritually, you draw back again. Unapotaka kusonga Lord, mbele settle kiroho, me unarudi nyuma. spiritually. Mwambie Bwana Settle nikamilishe. me maritally. Mwambie Bwana Settle me nikamilishe. my family. Katika ndoa, Settle me my familia business. yangu Bwana Settle me ikamilishe. my health. Kamilisha afya yangu Bwana. Alia katobre kiatalaba. Olia babalaba salabalaba. Akabra laba kate ketobalia. Alia basole balia balaba. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. Wave your hand to Jesus and appreciate Funga him. mkono wako Yesu, mshukuru Mungu. In the name of Jesus Christ. Katika jina kula Yesu. I'm not hearing a louder amen. Tazame. If you believe God have heard you, shout a louder amen. Unaamini Mungu amekusikia, tazame. In Numbers chapter 6 verse 23, Hesabu 6:23. God's servant reminded us that scripture again. Mtumishi wa Mungu ametukumbusha tena hilo andiko. Numbers chapter 6 verse 23. 6:23. Speak unto Aaron and Nena unto na his Haruni sons, na wanaye, saying on this wise, uwaambie hivi, you shall bless the children of winners. hivi Saying ndivyo unto them, utakavyowabarikia wana wa washindi, ukiwaambia. we have that responsibility Tunao huo wajibu given to us by God tuliopewa na Mungu, to proclaim settlement kutamka kukamilishwa kwako, on behalf of the prophet God have sent to this kwa country. niaba ya nabii ambaye Mungu amemweka juu yetu. Hallelujah. Haleluya. You know, every service, God's servant give us instruction. We are only representative of Him. Kila ibada mtumishi wa Mungu anatupa maelekezo, sisi tunamwakilisha tu. He tells us the hymn to sing, Anatuambia wimbo gani tells tuimbe, us what and what to do. anatuambia tufanye nini. Let me read verbatim what he said. Haya nikusomee. He said, we should pray over the congregation by asking them to put their right hand on their forehead. Tuwaombee To washirika receive kuambia the wapweke mkono wao wa blessing kulia for their kwenye paji settlement. la uso na tuwatamkie baraka za kikuhani. And that's what I'm going to do Na now. ndicho ninachokwenda kufanya Put sasa. your hand on your forehead. Weka mkono wako wa kulia kwenye And I paji lako la uso. stand
as a son of the prophet representing him na here ninasimama kama mwana wa nabii nikimwakilisha yeye to pronounce the blessing of God upon your life. na kutamka baraka juu ya maisha yako. And this communion is going to put a seal to it. Na ushirika huu mtakatifu utaweka alama au muhuri juu yake. And I decree Na natamka supernatural settlement kukamilishwa kiungo for everyone here in the name kwa of kila Jesus mmoja Christ. wetu hapa katika jina la Yesu. Be settled maritally in the name of Jesus Ukamilishwe Christ. kindoa katika jina la Be Yesu. settled financially in the name of Jesus. Ukamilishwe kifedha Be katika jina la Yesu. settled spiritually in the name of Jesus. Ukamilishwe kiroho katika jina la Be Yesu. settled in your business and career in the name of Jesus. Ukamilishwe katika biashara na taaluma Be katika jina la settled Yesu. with miracle children in the name of Jesus. Ukamilishwe na watoto wa Be kimiujiza. settled in your health in the name of Jesus Christ. Ukamilishwe katika afya njema. Anyone that came here sick, Yote ambaye amekuja hapa in the mgonjwa name of Jesus katika Christ of jina kuu la Nazareth. Yesu Kristo wa And Nazareth. I stand on the shoes of Na my father, Bishop ninasimama David katika Oyedepo. viatu vya baba yangu Askofu David I Oyedepo. command that sickness to Na leave your body now. ugonjwa uondoke kwako In the sasa. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu. Anyone stagnated in business, Yote uliyedumaa that kibiashara, stagnation is over uko in the name of kudumaa Jesus Christ. kumeondoka. Anyone be oppressed by the Yote devil, unayonewa na you shetani, are liberated now in the name of umefunguliwa Jesus sasa Christ. katika jina la Yesu. Any unsettled area of your life Kila eneo la ambalo is halijakamilika maishani settled mwako now in the name of Jesus limekamilika Christ. sasa katika jina la Yesu. I decree Natamka any demonic force, nguvu principalities zozote and za powers kipepo, falme, mamlaka standing against your settlement, vinavyosimama kinyume na kukamilishwa kwako let them be destroyed now. viharibiwe sasa In the name of katika Jesus. jina la Yesu. Every affliction of long Kila continuance mateso yaliyodumu muda mrefu comes to an end now in the name of yakome Jesus Christ. sasa katika jina la Yesu. Because the word of God says, Neno la Mungu linasema weeping may endure for a night, kilio chaweza dumu usiku kucha, joy cometh in the lakini morning. furaha huja Your asubuhi. season of joy has Majira come. yako ya furaha yamefika. Your season of weeping is Majira over. yako ya kilio That yamekoma. secret tears are Hayo over. machozi ya siri In the yamekwisha name of Jesus Christ. katika jina kuu la Yesu. And I decree, Na natamka this week wiki hii shall be your week of harvest of settlement itakuwa wiki testimony. yako ya shuhuda za kukamilishwa. Everywhere you go, Kila by utakapokwenda the favor of God, kwa kibali cha Mungu, your testimony will be looking for you. shuhuda zitakuwa zinakutafuta. So shall it be. Ndivyo I'm itakavyokuwa. not hearing a louder amen. Kaza amen. You are settled. You Umekamilishwa. are settled. You Umekamilishwa. are settled. You Umekamilishwa. are settled. Umekamilishwa. In the name of Katika Jesus Christ. jina kuu la Yesu Kristo. So shall it be. Ndivyo Stretch itakavyokuwa. forth your hand toward the communion. Nyosha mikono yako Let the kuelekea communion ushirika steward come. mtakatifu. Stretch forth the communion. What do you desire from the Nini communion? unachotaka katika ushirika mtakatifu? Is confirming what you desire today is done by the Inathibitisha communion. kwamba kile unachokitamani kimefanyika There is kwa a ushirika healing mtakatifu. virtue. Kuna nguvu ya uponyaji. Remember this communion. Kumbuka ushirika It's going to mtakatifu empower us to live like Christ. utatuvika uweza tuishi To kama serve Kristo, God faithfully. kumtumikia Mungu kwa willingly. uaminifu, kwa uhiari, Oh, cheerfully. kwa furaha. This communion is said Ushirika today huu utatuwezesha to empower us to live like Christ. kuishi kama Kristo. He that eateth me according to the Yeye scriptures mwenye kunila shall live like me. ataishi kama mimi. La kato shakata la balaba. Elia katala balabo shalabalabo shalaba. Is somebody praying concerning the communion? Omba kuhusiana na ushirika Pray mtakatifu. concerning the communion. Omba kuhusiana na ushirika. Pray. Omba. Pray. What do you desire from the communion? Nini unachotamani katika ushirika La mtakatifu? bushikata. Father, let your healing power flow. Nguvu yako ya uponyaji ishuke. Any spirit of lukewarmness, Kila roho ya uvuguvugu, whatsoever that makes anyone here not to be in service of chochote God, kinachofanya mtu Let it be asimtumikie destroyed. Mungu kiharibiwe by this communion. kwa ushirika huu mtakatifu. Anything my heavenly Father have not planted, Chochote ambacho baba yangu wa in the mbinguni life of any partaker hajakipanda here katika today, maisha ya yote Father, hapa let it be destroyed. kiharibiwe. Let the power in the communion Nguvu katika ushirika destroy mtakatifu every sickness and disease, iharibu magonjwa na every maradhi. burden of the heart. Mzigo wa moyo By this communion today is kwa over. ushirika huu mtakatifu leo vishi. Jesus, thank you. Bwana Yesu asante. This is now your flesh and your blood, Sasa ni mwili na damu ya and Yesu. we thank you for this flesh and Na blood. tunakushukuru kwa ajili ya mwili na damu And ya let there Yesu. be instant healing testimonies. Nasababisha kuona shuhuda za Let there be uponyaji. instant healing testimonies. Shuhuda za uponyaji. Let the settlement of your people Kukamilishwa kwa watu be wako. confirmed by this communion. Kuthibitishwa kwa ushirika wa It's a mtakatifu. communion of settlement. Ni ushirika kwa ajili ya Settle kukamilisha. your people in every area. Wakamilishe watu wako katika kila And namna. anyone, Lord, that is dragging in his or her spiritual life, Na yeyote ambaye By this anajivuta communion, katika maisha yake ya kiroho it is over today. leo By yameisha. this communion, Kwa ushirika wa in mtakatifu fire into
into the zeal, Weka moyo na for the shauku kingdom. pia katika ajili ya a ufalme. fire into the love of God, Washa upendo to wako serve you with wa love, kukutumikia wewe kwa to upendo, serve you wa cheerfully, kukutumikia wewe kwa to furaha, serve you, wa Jesus, kukutumikia wewe Bwana oh, Yesu faithfully, kwa uaminifu, to serve you righteously, kukutumikia wewe katika to haki, serve you hardly, kutumikia kwa moyo to the wote glory of your name. kwa utukufu wa jina lako. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa In Jesus' glorious katika name. jina la utukufu la Yesu. Service will not be a burden to any partaker here. Utumishi hautakuwa mzigo kwa yoyote tena. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa In Jesus' name. katika jina la Yesu. Sing, Lord, lift me high and let me stand as one. Bwana Mbele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, e Bwana unipande, e Bwana uniinue kwa imani. Bwana
witness in my spirit Nina ushahidi moyoni mwangu that something has happened in your life kwamba today. kuna kitu kimetokea maishani mwako That leo. my God, the God of this great commission, Mungu wa huduma hii have settled you. amekukamilisha. And I won't wait to hear your Na testimony. nangoja ushuhuda wako. I won't wait to hear your testimony this Nangoja week. ushuhuda wako. So shall it be. Kaza ndivyo Clap your hand for itakavyokuwa. Jesus. Pigie Yesu makofi. And have your